Simulizi yetu inaanza ikiwa ni majira saa 3 usiku. Wanaonekana watu watano waliokuwa wamevalia suti nyeusi na tai shingoni wakiingia katika hoteli kubwa ya kifahari inayojulikana kama California Hotel. Waliingia katika chumba kimoja na kufanya mkutano wa dharura. Chumba hicho hakikuruhusiwa mtu mwingine yote kuingia isipokuwa wao tu. Waliitisha kikao cha dharura wao kwa wao binafsi ambao walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa katika nchi ya Boston. Walikutana humo kwa sababu walikuwa na mambo makubwa ya kuzungumza kabla ya kufanya maamuzi yaliyoonekana kuwa sahihi kwao. Watu hao walikuwa na mipango mingi na walikuwa na mambo mengi kichwani ili kufanya mabadiliko katika nchi ya Boston. Mambo yao yalihitaji muda mwingi kufikiria kabla ya kufanya maamuzi ambayo yaliwafanya waamini kwamba kwa namna moja au nyingine kutoka hapo walipokuwa na kusonga mbele na kuwa mabilionea wakubwa katika nchi ya Boston. Kila mmoja alikuwa kimya kupitia nyaraka zake zilizokuwa ziko juu ya meza kubwa iliyokuwa iko ndani ya chumba hicho. Wakati huo hapakuwa na mtu yeyote kuongea kitu chochote kile muda huo. Kwa dakika kadhaa walionekana kufikiria sana juu ya kile kilichoandikwa katika nyaraka hizo. Unataka kujua watu hao ni akina nani? Watu hao ni watu wenye nguvu kutoka nchini Boston. Wao ndio watu ambao wana uwezo wa kuamua nani kiongozi wa nchi, nani tumtoe katika madaraka ya uongozi wa nchi. Mipango yao mingi waliokuwa wanaiandika na kuhifadhi nyaraka hizo waliziita nyaraka za siri. Wao ndio husema, wao ndio wanaifanya nchi kwenda vizuri bila shida, na wao ndio wanaoweza kuifanya nchi kuyumba na kuvurugika. Watu hao ndio wanaosababisha nchi kuwa hovyo bila kutamanika. Inasemekanika uchumi wa nchi ya Boston ulikuwa imara, ulikuwa juu kipindi cha awali. Watu hao walifanya biashara zao bila tatizo na amani na utulivu. Watu hao walifanya biashara zao bila tatizo na amani na utulivu wa wananchi ulikuwa unatawala vyema. Lakini baada tu ya kumweka Bwana Rashid Kipupi kila kitu kilibadilika, japokuwa alikuwa amewekwa na mabilionea hao wenye nguvu nchini. Bwana Rashid Kipupi baada ya kuingia madarakani akaanza kuwabadilikia mabilionea wale, kwani walikuwa wamekubaliana lazima kulindwa kwa migodi ya dhahabu na almasi, mafuta, gesi na biashara zingine zilikuwa ziko chini yao. Lakini baada ya Bwana Rashid Kipupi kuingia madarakani, kila kitu alikirudisha katika mikono ya serikali. Huu ulikuwa ni usaliti mkubwa sana kwa ambao hawakutarajia hata kidogo. Mioyo yao iliumia mno, kwani wao ndio waliokuwa wamemchagua Bwana Rashid Kipupi kuwa rais wa nchi ya Boston. Walikuwa wakimwamini na kuweka matumaini kwamba watasaidika katika nchi ya Boston, lakini kumbe ulikuwa ni mwiba katika maisha yao. Bwana Rashid Kipupi kwenye nchi yake akaamua kuwabana watu hao na kuwatoa tozo kubwa kubwa za kodi, na akawakandamiza zaidi katika biashara zao. Biashara zao nyingi zikafungwa na kufeli kutokana na kudaiwa kodi kwa kipindi kirefu. Maisha yao yakaanza kuyumba watu hao kiasi kwamba ikafika muda kupanga mikakati ya kumpindua. Hawakutaka hata kumwacha madarakani, kwani aliwasaliti na kwenda tofauti na vile walivyokuwa wanataka wao kwa kile walichokuwa wamekipanga. Walikutana ndani ya chumba hicho kwa ajili ya kumaliza Rais Rashid Kipupi. Walitaka kumtoa madarakani na kumweka kiongozi mwingine. Kabla ya kumtoa rais huyo Bwana Rashid Kipupi, walijua kuna watu wengi wanampenda, kwani aliwatoa kwenye dhiki ya maisha magumu na kuwafanyia wananchi wepesi wa maisha na kuishi, na wakawa na uchumi mkubwa zaidi ndani ya Afrika. Tanzania, Kenya na Uganda zilipitwa kiuchumi. Sasa kabla ya kutaka kumtoa Bwana Rashid Kipupi katika madaraka, ni lazima wapange mikakati jinsi gani wamtoe bila kutumia nguvu. Kwanza ilikuwa ni lazima wamdidimize na kuonekanika hafai kwa wananchi ili wapate sababu ya kumtoa madarakani, kwa sababu wao ndio waliokuwa na nguvu kubwa. Watu hao waliamini kazi ile kwao haikuwa ngumu, kwani ilikuwa ni nyepesi kama kumsukuma mlevi katika mtelemko wa mlima. Ghafla tu pale katika kikao chao alisikika bwana mmoja hivi akijiita Bernardo akisema kwa kuuliza swali. Bwana Bernardo alisema, "Asinyara kazi kompera nini cha kufanya?" Pale mzee mmoja mwenye mvi kichwani na ndevu nyingi kwa jina akijiita Mzee Sambi, ambaye yeye alishughulika na migodi yote ya dhahabu na almasi nchini Boston, akiongea. "Tulipigiana simu na kuambiana huu ndo ungelikuwa ni mwisho wa huyu mpumbavu. Cha msingi ni kuambiana ni jambo gani linatakiwa kufanywa ili atoke katika kile kiti, ili tumweke mtu mwingine." Pale mwingine akadakia akijiita Bwana Ahmed Hussein. Huyu alikuwa ni bilionea mkubwa mwenye vituo vingi vya mafuta nchini Boston. Yeye ndiye mwenye kuamua mafuta yaende wapi na yatoke wapi. Isha mafuta ilikuwa chini yake na yeye ndiye aliyekuwa anasimamia kila kitu. Akiwa anasema, "Ni lazima tumtoe madarakani." Kisha pale mwingine akawa amesikika kwa jina lake, alikuwa anaitwa Maleke. Ni mwanaume mmoja mwenye asili ya kutoka Omani. Huyu ni bilionea anayehusika na mambo ya nafaka katika nchi ya Boston.
Yeye ndiye ambaye alikuwa akiishi Bosconi. Yeye ndiye aliyekuwa akiilisha Bosconi kwa kuamua mazao yaende wapi na yatoke wapi. Wakati serikali ikiagiza pembejeo zifike kwake kabla ya kuamlisha ziende wapi na wapi, zikafanya kazi gani, eneo gani, mazao yanapovunwa, yeye ndiye aliyekuwa akipanga bei. Alisikika akisema, tumuweni tu. Kisha ghafla mmoja wa kikundi hicho akijiita Mzee Salmani, huyu anafahamika kama bilionea anayeshughulika na bandari zote zilizokuwa nchini Bosconi, viwanja vya ndege na supermarket zote, yeye ndiye mpiga dili mkubwa kote nchini. Mikataba mingi inayotakikana kusaini rais kwanza itafika kwake yeye. Kwa kifupi, walikuwa wakiendesha nchi ya Bosconi kwa kipindi hicho. Walikuwa na nguvu ya kuamua nani awe rais wa nchi na nani awe mlinzi wa ikulu. Kila kitu kilikuwa kiko chini yao ndani ya nchi ya Bosconi. Kuanzia usalama wa taifa, na walikuwa wanaamua nani anatakiwa kuwa mlinzi wa rais. Alichokifanya Rais Bosconi ilikuwa ni kubadilisha kila kitu, kuanzia mkurugenzi wa usalama wa taifa, walinzi wa ikulu, kisha akawateua mawaziri wake sio wale waliopangiwa, na kuwapa mamlaka makali juu ya ufuatiliaji wa biashara zote zilizokuwa zinafanyika katika nchi ya Bosconi. Anasikika Mzee Salman akisema, tukimua itakuwa nzuri, tutamkumbuka kwa sababu bado anampenda. Kwa hiyo tufanyaje? Akauliza Bwana Ahmed Hussein. Bwana Benado akachangia hoja akisema, kwanza lazima watu wamchukie. Pili, wamuone afai katika hii nchi, sababu hata kama tutamua, ila watu wamkumbuke kwa mabaya tu. Wakaendelea kujadili ni kwa namna gani wanatakiwa kumpoteza Rais Rashid Kipupi. Walimchukia kwa sababu waliwasitoka kilichokuwa kimetokea. Hawakutaka kumuua huku akiwa anapendwa. Waliona kwanza wampotezee mvuto wake kwa wananchi ili wamuue, ili hata kama huko mbele watakapomkumbuka mkumbuke kwa mabaya na sio kwa mazuri. Wakaendelea kupanga mipango yao katika chumba hicho kwa namna ambayo wanataka kumpoteza Rais Rashid Kipupi. Wampoteze mvuto kwanza, wananchi wake wamchukie. Mipango yote hiyo ipo katika nyaraka za siri. Mzee Sambi alisikika akisema katika meza hiyo, kitu cha kwanza ni kupandisha bei ya vitu vyote, hasa chakula. Au mnaonaje hapo? Bwana Meleke akajibu, ni wazo zuri hilo. Mzee Salama kadakia, na kwa maisha haya mazuri natakiwa watu watasahau. Bwana Meleke akasema, naam, walie wajute kumchagua, na tukifanikisha hilo, amini wananchi watamchukia na kila mmoja atasahau mazuri yote aliyofanya. Na Bwana Benado akasema, tuhakikishe kwamba kila kitu kinakuwa vibaya, mishahara inachelewa kwa wafanyakazi, sukari, unga na mchele visionekanike madukani. Najua tunaweza kufanya makubwa zaidi haya. Bwana Ahmed Hussein akasikika muda huo. Na tukiona maisha ya wananchi yanawapiga basi, tutaanza kuambia waandamane, kudai kwamba rais wa nchi anawaumiza, hivyo atoke madarakani, na hapo ndipo tutapata nafasi ya kuweza kumtoa madarakani. Japo mnaonaje? Wakajibu kwa pamoja, hapo safi sana. Walikubaliana kufanya hivyo. Wanachotaka ukifanya, mipango yote yao iliandikwa katika nyaraka zao za siri na zilitakiwa zihifadhiwe sehemu ambayo mtu mwingine asiweze kuziona. Kwani zikionekanika, basi ina maana hali yao itakuwa ni mbaya katika nchi ya Bosconi. Kwani katika nyaraka hizo pia walikuwa wameandika mambo na maandamano katika nchi, ambapo maandamano hayo yangefanyika, basi damu za watu wengi zingemwagika. Kikao hicho kilichukua masaa mawili wakiwa wanapanga mikakati. Walipomaliza wakafunga kikao chao na kila mmoja kuingia ndani ya gari lake la kifahari, kisha na kuondoka maeneo hayo, kwa kila mmoja akiwa na matumaini ya mipango yao waliopanga kwamba itakwenda kufaulu vizuri. Msikilizaji, nataka turudi nyuma kidogo. Ni nani huyo Bwana Rashid Kipupi? Bwana Rashid Kipupi alizaliwa katika familia ya kimaskini. Walikuwa maskini wa kutupa. Wakati huo akiwa kijana, mzee wake Mzee Kipupi alimsisitiza sana kwa neno moja tu, kusoma. Mzee Kipupi alimsisitizia mwanae Rashid, soma mwanangu, elimu ni bahari ambayo haina mwisho, elimu ni ufunguo wa maisha yako baadaye. Sisi hatukusoma, babu yako alikataa tusisome. Alifanya kosa kubwa sana kutokutusomesha sisi na kutukosesha elimu. Nataka usome mwanangu, maskini sio sifa. Hakuna anayependa umaskini. Wakati huo kijana Rashid akajibu, na kuahidi mzee wangu, nitasoma kwa bidii. Mzee Kipupi akamtizama mwanae Rashid, nashukuru sana mwanangu, kama umeniahidi kutoka moyoni. Maisha yakaendelea. Wakati huo baada ya Mr. Rashid kumaliza masomo yake ya sheria, akaanza kazi. Hapo alianza kuonekanika na mafanikio makubwa. Bwana Rashid, japo kwa wakati huo alikuwa ni umri mdogo tu, lakini alikuwa ni mwanasheria mkubwa wa kutegemewa kwenye kesi mbalimbali. Hapo ndipo alipojikuta mtu maarufu na kujulikanika na watu mbalimbali, kwani kwa kila kesi watu walikuwa wakimfuata ili awasimamie.
Na ilikuwa kwa kila kesi alikuwa akishinda. Hakuna kesi aliwahi kushindwa hata iwe ngumu kiasi gani, mwisho wake ushinda kesi hiyo. Baada ya miaka 10 hatimaye Bwana Rashid akachaguliwa kuwa mwanasheria wa serikalini. Ilikuwa ni mafanikio makubwa kwake na familia yake. Kwani kipindi akikumbuka alivyoteseka na familia yake ilikuwa ni historia tu ya kusikitisha. Alibaki kumshukuru Mwenyezi Mungu, alisahau shida na hakukumbuka tena kama kuna kitu kinaitwa njaa. Alitamani kubadilisha maisha yao lakini hakujua tanzia wapi. Lakini baada ya miaka 5 wagombea wa chama cha Republic walipokwenda kuchukua fomu, Bwana Rashid yeye alikuwa anafuatilia katika runinga kila kitu. Wakati huo yeye hakuwa na mpango wote wa kuchukua fomu, japo pia katiba nchi yao ilisema kwamba wagombea binafsi waliruhusiwa kufanya hivyo. Wakati huo akiendelea kufuatilia mchakato wa watu kuchukua fomu kwa mbwembwe na kusindikizwa na watu wengi kwa fujo na ndelemo za bashasha, ghafla simu Bwana Rashid kaita muda huo akuitazama ni namba ngeni kwake. Hatimaye akaipokea kwa sauti nzito. Namba ngeni. Uko wapi kijana Rashid? Bwana Rashid akauliza kabla ya kujibu. Kwanza naongea na nani? Namba ngeni kajibu, naongea na mfanyabiashara Bernardo. Bwana Rashid alikuwa akimtambua vizuri Bernardo kama bilionea mkubwa katika kipindi hicho, wakiitikisa nchi ya Boston. Bwana Rashid hakuamini kama kuna siku atapigiwa simu na mtu huyo. Na kitu cha kwanza alichokuwa amehisi kwamba mzee huyo Bernardo alikuwa na kesi na alihitaji wakili. Mazungumzo yakaendelea. Bwana Rashid akasema, kwa heshima na taazima mzee wangu, mimi nipo nyumbani. Mzee Bernardo akasema, safi, je, unafuatilia mchakato mzima watu kuchukua fomu? Ndio, nafuatilia hapo kwenye runinga hapa. Sasa basi nataka nawe ukachukue fomu ya kuwania urais. Ghafla Bwana Rashid akashtuka na kauliza, unasemaje? Nasema hivi, nenda kachukue fomu ya urais. Tunataka ugombea urais. Mimi? Ndio wewe. Mzee Bernardo, mimi naona aibu sana na nahisi kabisa kama nitashindwa. Na katika maisha yangu waga nachukia kushindwa. Najua hilo. Wewe nenda kachukue fomu, hautoshindwa. Utashinda tena kwa ushindi mkubwa sana. Kweli? Kweli kabisa. Tena wananchi wa Boston wanakutegemea kwa ajili ya kubadilisha maisha yao. Nenda kachukue fomu na sisi tutakuwa nyuma yako. Baada ya bilionea huyo mzee Bernardo kusema maneno hayo, mawasiliano yalikatwa. Bwana Rashid akatulia kwanza kuamini kwa kile alichoambiwa. Alijisi kama yuko ndotoni, kwani hakujiandaa kwa kugombea kitu chochote kile. Hakujua kazi kubwa ya kuwa rais, lakini kutokana na maneno ya mzee Bernardo bilionea huyo, Bwana Rashid hakuwa na hofu yoyote ile. Hakutaka kunyamaza tu. Aliamua kumshirikisha mke wake Bi Zaituni, ambaye naye alionekana kushangaa ambapo hakuwahi kuwa hata mbunge iweje leo moja kwa moja mpaka kugombea urais. Mke wake Zaituni aliamua kumuuliza, haiwezekani. Una hakika aliyekupigia simu ni mzee Bernardo? Bwana Rashid akajibu, ni yeye. Najua vizuri sauti yake. Lakini swali najiuliza, kwa nini wewe mimi? Mke wake akamjibu, sasa utafanyaje mume wangu? Asijajua nitafanyaje na sijui hata kama amemaanisha ukweli. Ila naomba nikachukue hiyo fomu. Amesema yupo nyuma yangu na wenzake, japo uaga sipendi kushindwa mimi. Bwana Rashid kipindi hicho hakuwa na jinsi, kwani alikumbuka bilionea huyo na wenzake jinsi walivyoshikilia nchi ya Boston na uchumi wake. Bwana Rashid alijua mipango yao yote ya kuwachukua watu, kuwapa urais na kufanya mambo yao binafsi. Alijua hilo, lakini alikuwa na mipango nao. Aliyakumbuka maisha yake aliyoyapitia na kuwakumbuka maskini wengine wakiteseka na maisha yao. Alitamani kwa kipindi kirefu kubadilisha maisha yao, lakini hakujua ni jinsi gani angebadilisha. Ila kwa bahati leo hii amepewa uhakika wa kuchukua urais. Hiyo ilikuwa ni historia yake ya kubadilisha nchi ya Boston. Ilikuwa ni nafasi yake ya kuwabadilisha maskini, angalau hata na wao waone mwanga wa mafanikio kwao. Alikubaliana na mke wake Zaituni. Siku ya kwanza pale akawa wa kwanza kufika ofisi ya tume ya uchaguzi. Kila mmoja alimshangaa, kwani hakuna aliyeamini kama angefika maeneo yale kwenye kugombea kiti cha urais. Siku iliyofuata magazeti yote yalikuwa na habari kumhusu Bwana Rashid Kipupi kwenda kuchukua fomu ya kuwania urais. Wengi hawakuamini, walikuwa wakimfahamu mwanaume huyo kuwa na nguvu na kujua sana sheria. Stori hiyo ilitawala katika nchi ya Boston na watu kumpenda kuliko mtu mwingine kwa wale waliokuwa wamechukua fomu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa huruma kwa watu. Na baada ya wiki moja kampeni zikafunguliwa. Japokuwa kuzunguka nchi nzima ya Boston ilikuwa ni kazi ngumu, lakini Bwana Rashid ilikuwa ni rahisi, kwani nyuma yake kulikuwa kuna mabilionea wakimsimamia kila kitu. Paka ndege ndogo na magari ya kifahari alizunguka nayo kuna kule. Mbali na yote alikuwa anajua kuzungumza na watu juu ya jukwaa. Katika majukwaa akisema huko akitiririkwa na machozi, akifikiria umaskini wa kuona kwa wengine. Naumia sana kuona watu wanashindwa kwenda hata hospitali kwa ajili ya gharama za matibabu. Wengine wanakwenda kisha wanakosa dawa. Kwa hakika nawaahidi katika serikali yangu dawa hazitawahi kukatika hata kidogo hospitalini, na nitahakikisha wagonjwa wote wanatibiwa bure bila usumbufu.
Alisema hayo katika majukwaa, watu wakamshangilia na kumpongeza na kumtaka awe rais mtarajiwa. Umeona bana. Msikilizaji, simulizi yetu inakwenda kwa jina la Mlinzi wa Ikulu. Imeandikwa na Mohamed J kutokea pale nchini Kenya. Ikiwa na simulizi director ni kutokea hapa Simulizi Mixi. Unakuwa unapata simulizi yetu kwa utamu kupitia YouTube channel ya Simulizi Mixi au WhatsApp 0677 062 012. Tuendelee na simulizi yetu msikilizaji, kuendelea kupata historia ya nchi ya Boscon na Rais Rashid Kipupi kabla tujamjua huyo mlinzi wa Ikulu ni nani. Siku zilikatika mpaka siku ya kupigiwa kura. Bwana Rashid Kipupi akiwa na mke wake chumbani, huku akijawa na hofu kubwa moyoni na hakuamini kama wananchi wangempa kula zao. Alibaki chumbani kimya mpaka matokeo yalipoanza kutangazwa. Muda huo hakuzungumza chochote, muda huo alibaki tuli. Kura zikaanza kuhesabiwa, furaha ikaanza kumtawala mashavuni mwake, yeye ndiye kinara wa kula. Mara ghafla simu yake ikaita muda huo kwa haraka kama ichukua na kuweka sikioni. Bwana Rashid Kipupi, yes hello. Mzee Bernardo akasikika akisema, kwa heshima yako Bwana Rais Rashid Kipupi. Bwana Rashid Kipupi alishtuka na kusema, kiongozi, wajua moyo wangu umejaa hofu sana. Hutakiwi kuwa na hofu. Umeshinda kula kwa 97%. Haikuwahi kutokea katika nchi ya Boscon. Bwana Rashid Kipupi akasema, kweli? Ndio. Ukweli wenyewe ndio huo. Bwana Rashid Kipupi baada ya kuambiwa hivyo ilikuwa ni furaha kwake, hakuamini kama ndio atakayeliongoza taifa hivi karibuni. Hapo hapo alimkumbatia mke wake huku akilia kwa uchungu, kwani ilikuwa ni safari ndefu na hatimaye amefika alipopahitaji. Kila alichokitamani sasa kimejitokeza, ni utekelezaji tu. Watu walikanika kufurahi, nyoyo zao zilijaa upendo kwa kila mtu. Wengine wakizunguka huku na kule kwa furaha kwa yule walikuwa wamemchagua ameshinda. Baada ya siku 3 akaapishwa rasmi katika uwanja wa Batini Stadium moja kwa moja na kuanza kazi kama rais wa nchi ya Boscon. Katika masiku kadhaa kuanza kusonga mbele, Bwana Bernardo na wenzake wakiwa na kikao na rais. Sisi kwa sasa hivi tunataka utekeleze lile jambo letu, kwani tulikupigania kwa nguvu nyingi ili uwe rais wa nchi. Yalikuwa ni maneno ya mzee Bernardo akimwambia Bwana Rashid Kipupi, lakini hakuweza kukubaliana nao. Aliamua kuwaendea kinyume na matakwa yao waliokuwa wanataka wao hao mabilionea. Baada ya miezi 2 kuisha, mabilionea hao wakaanza kuingilia kati. Maisha yakawa nafuu, lakini sio kama vile walivyokuwa wametegemea wananchi. Na hapo Bwana Rashid Kipupi akaamua kuwageuka waziwazi na kuanza kufanya kile anachoweza kukifanya kuliko kufuata matakwa yao binafsi. Akataka uwanja wa ndege uwe na ulinzi mkubwa, kusipitishwe kitu cha haramu. Sana madawa ya kulevya wakiyapata wayakamate mara moja. Bwana Rashid Kipupi hakuishia hapo, akaingia kwa wakulima sasa wawe wanajipangia bei yao wao wenyewe kuliko ziende kwa mtu binafsi. Alionyesha kuwa bana mabilionea yao kwa sababu walikuwa na makampuni makubwa. Kisha akapitia nyaraka zote, baadaye akaletewa nyaraka zote akazipitia na kwa umakini. Akaona wa jamaa hawajawahi kulipa hata senti moja ya kodi. Hivyo akaamua kuwapa siku 3 wao malipa kodi zote, la sivyo watafilisiwa kila kitu chao. Hawakuamini hilo, kwani walikuwa wanamwamini sana Bwana Rashid Kipupi, lakini akaamua kujitenga na wao. Maisha yalianza kuwa mabaya zaidi mpaka watu wakaanza kumlalamikia mzee Bernardo kwa kumchagua. Wakataka kummaliza, ila kabla ya hayo kufanyika ni lazima watengeneze chuki baina yake na wananchi wake, ili hata kama akifa akumbuke kwa mabaya wala sio kwa mazuri. Kitu cha kwanza ni kuificha sukari. Sukari ikawa ni ngumu kuonekana mitaani. Watu wakalalamika kuhusu sukari imepanda sana. Haikuwa hivyo tu, kila kitu kikapanda, petroli na mafuta, hata gesi pia ikapanda. Haikuwa ikiingia kwa wingi kama awali. Watu walizidi kuteseka, chakula kikawa hakitoshi sokoni. Hali kazidi kuwa mbaya kwa wananchi. Watu walishangaa, hawajui wafanyaje. Wengi wakaanza mahojiano, lakini hakukuwa na cha kujibu kwenye vyombo vya umma vya usafiri, na uli ikawa iko juu sana. Kila kona maisha yalikuwa magumu. Fedha zikafichwa mitaani, hakukuwa na fedha za kutosha. Hivyo watu wakaanza kulalamikia serikali. Watu wanacheleweshwa mishahara yao. Katika hospitali serikali dawa zikawa pungufu. Hata waziri wa fedha naye hakujua sababu ya fedha kupotea ghafla. Hivyo malalamiko yote ya wananchi akamwelekea Bwana Rashid Kipupi. Yeye ndiye anajua sukari ilipo. Yeye ndiye anajua kila kitu kuhusu maisha ya wananchi. Aliwajua wafitishaji wake, lakini hakujua atafanyaje kwa sababu yuko peke yake. Hakuweza kuwadhibiti watu wao kwa sababu ni watu walikuwa wanaheshimika na ni watu wakubwa mabilionea ndani ya nchi ya Boscon. Maisha ya nchi ya Boscon yakazidi kudidimia kila uchao, huku akisema wananchi hata afadhali ya jana. Aise, siku zilikatika, watu wakaendelea kupigika kimaisha. Mwaka wa 3 ulipoingia, watu wakaanza kutishia kuandamana kwa fujo kila mtaa
ili kutaka Rais Rashid Kipupi ajiuzuru madarakani. Bwana Rashid Kipupi akasikika akisema, haiwezekani kwa wananchi wa Bosconi kufanya jambo hilo hata kidogo. Mshauri wake akamjibu, ndio hivyo mkuu. Nimesikia wakisema hivyo. Hiyo ni taarifa iliyotumwa. Wananchi walichoka mno. Vichwa vilijaa hasira, miili ilikuwa ikiwawasha kwa maandamano ya kutaka kuyafanya. Walichokuwa na hitaji zaidi ni mabadiliko ya nchi, vitu vishushwe chini na maisha yawe rais. Hili lilimtia mawazo Bwana Rashid Kipupi. Watu wanataka kungelikuwa na maandamano makubwa ya kumtaka Rais Rashid Kipupi kuachia madaraka, vinginevyo wangeweza kufanya maamuzi magumu. Polisi wenyewe hawakuwa na cha kufanya kwa sababu na wao wamechoka. Walikoseshwa mishahara yao kwa miezi kadhaa, bado hawajalipwa. Na wao pia ni binadamu, wanahitaji mabadiliko. Kwa nilikuwa nataka kumuona kiongozi wao anaondoka madarakani. Maandamano yakaanza kuandaliwa chini kwa chini, kimya kimya. Hali kazidi kuwa mbaya, kila mmoja akihitaji mabadiliko makubwa katika nchi hiyo. Hali kazidi kuwa hatari. Wanahabari mbalimbali wakafika katika nchi ya Bosconi, kwa nilijua hivi karibuni kutakuwa na maandamano kufanyika. Waandishi wa habari wa CNN walifika na kuanza kuhoji watu. Mwanahabari akamuuliza raia mmoja wa nchi ya Bosconi, vipi habari yako? Safi. Vipi, mnahitaji maisha bora au rais atoke madarakani? Tunahitaji mabadiliko. Huyu rais amezingua. Yeye anakula vizuri, sisi wananchi ndio ambao tunaumia. Vyovyote vile aondoke tu, hatumtaki. Bwana Rashid Kipupi akiwa chumbani kwake na mke wake, moyo wake ulimuuma mno. Hakuwa na furaha hata kidogo na hakuamini kama kweli mwisho wake unakuwa hivyo. Ghafla hali ilibadilika, watu wakaanza kukusanyika barabarani, kila mmoja wakiambiana kila kona ya mitaa. Jeshi alikuwa pamoja nalo. Lilihitaji mabadiliko ya nchi. Siku ile upangwa ndio watu wanaifanyia kazi muda huo sasa. Wakakusanyika barabarani watu zaidi ya 500,000. Kila mtaa ulifulika siku hiyo, hakuna aliyekuwa ametoka kwenda kazini, kila mmoja alitoka na kujitoa katika maandamano. Wanachohitaji ni mabadiliko au rais achie kiti. Bwana Rashid Kipupi alijitahidi kadri ya uwezo wake kiuchumi na mabadiliko, lakini kwa sababu ya kuficha mianya ya watu wachache tu. Watu wazidi kuikaribia Ikulu kwa fujo na hamaki kuu. Ghafla akasikika mlinzi wake akiitwa Virim akisema, mkuu wetu anataka ujiuzuru. Waandishi wa habari wako nje, nataka kuzungumza kitu. Mlinzi wake alikuwa amesema hivyo kwani hata yeye alikuwa anahitaji mabadiliko na pia ameshaagizwa kwamba amuue Bwana Rashid Kipupi pale wananchi watakapokaribia katika geti la Ikulu. Bwana Rashid Kipupi akamuuliza mlinzi wake, unahisi ni jambo rahisi kujiuzuru? Mlinzi wake Virim akajibu, hakuna jinsi mkuu. Nguvu ya umma ni kubwa mno. Jiuzuru tu mkuu. Alimjibu rais wake huku kiunoni akiwa na bastola. Anachosubiri ni uamuzi wa mzee Bernardo tu, atakapomwambia ua basi auwe mara moja bila kusita. Mambo yalizidi kuwa magumu kwa Rais Rashid Kipupi. Alikataa kufanya hivyo kwani hakujipanga muda huo. Akaamua kuingia ndani ya ofisi yake, kisha kaufunga mlango huo, akachukua karatasi na kalamu, akaandika ujumbe mrefu wa maneno mzito sana ya siri. Kisha kaenda kuweka karatasi hiyo katika faili ambalo aliamini kivyote vile baada ya yeye kuondoka madarakani basi rais atakayekuja lazima atakuta karatasi hii, aifungue aisome. Akahifadhi sehemu maalum ambayo ni rais pekee ndiye atakayeweza kuiona. Ghafla tu kasikika mlio wa risasi nje ya mlango wake. Pa pa pa. Kuna nini tena? Bwana Rashid Kipupi alishtuka, kisha kama ametoka haraka ndani hapo na kuelekea huko. Kitu cha kwanza kufika, alimwona mke wake yupo chini na damu kutoka katika kichwa chake huko kama amekwisha kufa. Bwana Rashid akashangaa, Virimo, umemua mke wangu? Bwana Rashid Kipupi aliuliza swali huko kama amechanganyikiwa muda huo. Mlinzi wake akamjibu, ndio, hata mwenyewe unapaswa kufa tu. Hapo hapo mlinzi Virimo bila hata huruma akamnyoshia Bwana Rashid Kipupi bastola na kumtwanga risasi. Pa! Hapo hapo Bwana Rashid Kipupi alianguka chini kama gunia na damu zikawa zinamtoka na hatimaye akafariki dunia. Basi bwana, wakati huo mimi nikiwa nimekaa darasani huko nikiangalia taarifa mbalimbali kuhusu mambo yaliyokuwa yanaendelea katika nchi ya Bosconi. Nilikuwa siamini kama kweli wananchi wa Bosconi walikuwa kila siku wakisifia kwamba ni watu wa amani. Leo hii wakaifanya vile walivyokuwa wakitaka kuifanya. Moyo wangu uliniuma sana. Kipindi hicho ambacho nipo chuo kikuu nchini Urusi, kila siku nilikuwa natamani kurudi nchini humo ili kuwatoa watu katika umaskini mkubwa sana waliokuwa nao. Mzee wetu alikuwa ameamua kutusomesha na elimu kutupatia. Hakutaka kutuacha mitaani tukazurura tu, bali alitukazia kamba katika masuala ya masomo. Nilikaa miaka 10 kujifunza mambo ya kompyuta, na kitu ambacho nitamani sana ni kuwa afisa wa shirika la jasusi la Urusi. Sikutaka kurudi kabisa nchini Bosconi. Kichangu kilitaka kuchukua uraia wa Urusi. Nilifahamu kwamba maisha ya nchi ya Bosconi ni ya dhiki. Viongozi walikuwa wanaangalia matumbo yao, hakujali kabisa kuhusu wananchi wao.
Ndio maana sikutamani kabisa kurudi. Kwa bahati nzuri nilikuwa nimefanikiwa kuitwa katika kituo cha mafunzo ya kijasusi huko Urusi. Nilijifunza mambo mengi sana na kuingia katika mafunzo makubwa, nikafanikiwa kuwa na uwezo mkubwa baada ya miaka 2. Huku tayari nikibakisha miaka 7 kupokea cheti changu na kuingia kazi rasmi na kuwa jasusi wa Kiurusi, huku uraia wangu ukiandaliwa. Wakati nilikuwa nimeshakamilisha kila kitu pamoja na cheti, ghafla simu ikaita kutoka babangu aliyopo katika nchi ya Boskoni. Alitaka nirudi haraka sana katika nchi ya Boskoni. Sikujua anaitwa nini, na mara kwa mara mzee huaga anakuja kunitembelea huko Urusi. Nikaamua kuuliza, baba kuna nini? Nimepewa taarifa nzuri sana mwanangu. Ipi hiyo? Unataka kugombea urais katika nchi hii. Uwe rais wa mpito kabla ya kuitwa kwa uchaguzi mkuu. Kabla mimi kusema kitu, nilishusha pumzi chini na kutulia. Kwa kweli sikuwa mtu wa kupenda sana siasa, lakini nilipenda watu waishi vizuri na kuwa na amani. Nilipenda kuona maskini wakiwa wanapata unafuu katika maisha yao. Huku nikafikiria sana watu wa nchi ya Boskoni kama wamekata tamaa ya maisha. Ni watu ambao walikuwa wanahitaji sana mtu atokea watoe sehemu walipokuwa wamekata tamaa. Na sikutaka hata kuwa rais, kwa ninaamini nisingeweza kufanya chochote kile, kwa ninajiona tu nitashindwa. Nikaamua tu kumkatalia mzee. Haitowezekana baba. Kwa nini mwanangu? Wewe huoni kwamba hii ni heshima kubwa sana kwa kuliopewa? Najua ni heshima kubwa baba, ila siwezi kuwa rais. Mimi bado mdogo, miaka 30 tu baba. Babangu alizidi kunibembeleza. Udogo wako sio udogo wa akili. Wewe nimekuangalia una akili kubwa sana. Akili yako inajiongeza, akili yako inajichaji kila wakati. Mwanangu, tambua huu ni wakati wako wa kuonesha heshima yako na kuwaokoa ndugu zako wa nchi ya Boskoni. Wai ukatae. Wai uwakatae ndugu zako. Mzee alijitahidi kunibembeleza lakini nilikataa. Siwezi kuwa rais wa nchi ya Boskoni. Nikaamua kukata simu na kuendelea na maisha yangu tu ya kawaida. Baada ya wiki 2 kuisha, ghafla nikaambiwa kuna wageni wananisubiria katika mgawa fulani hivi. Nilipofika sehemu hiyo nilimkuta baba akiwa pamoja na bilionea bwana Bernardo ambaye wanafahamiana sana kwa kipindi kirefu cha maisha. Sikujua uje wao ulikuwa ni wa nini. Nilikuwa nimekaa kwa kutulia baada ya kuwasalimia. Bwana Bernardo akamwambia, ukweli ni kwamba nchi ya Boskoni imeharibika. Hapakuwa na mtu mwenye nguvu ya kuwa rais wa nchi hiyo. Bwana Rashid Kipupi aliharibu nchi ambaye ni mtu aliyekuwa ameaminika kwa kila mmoja. Wananchi wakaamua kuandamana na kumtaka atoke madarakani. Ninafahamu hilo, ila mimi siwezi kuwa rais wa nchi ya Boskoni. Babangu kadakiwa kuuliza, kwa hiyo unataka kuwa rais kama Urusi hivi au? Hapana, tatizo nini? Mzee, mimi nina harakati nyingi sana. Ninataka kuwa katika kitengo cha ujasusi cha hapa Urusi. Sitopenda kabisa kurudi katika nchi ya Boskoni. Nchi chafu, nchi imeharibika, watu wanafanya vile wanavyotaka wao na sio vile wanavyotaka kiongozi. Niliongea kwa hasira na uchungu zaidi. Baba kaongea, mwanangu, ndio ni nchi chafu, tunajua hilo. Na ndio maana tunakuhitaji wewe kwa ajili ya kuisafisha mwanangu. Pale mzee Bernardo bilionea akachangia. Tunaomba ukabadilishe nchi ya Boskoni. Naomba ukubaliane na sisi tafadhali. Tukaendelea na kikao hicho. Ilikuwa ni mbinde sana kunishawishi, lakini ukweli usemwe tu, palipo na wazee haparibiki jambo. Walibembeleza sana kwa vile nilivyokuwa nimejitoa, ila wao wenzangu walikuwa na majibu ya kiutu uzima tena yenye busara. Kwa kweli sikutaka kurudi nchini Boskoni hata kidogo. Sikuwa na jinsi, la mwisho wake nikaamua kuwakubalia wazee hao kwa kurudi nchi ya Boskoni na kuwa rais wa mpito kabla ya uchaguzi mkuu kufika nchini humo. Nilipofika nchini Boskoni, mabilionea hao ambao waliweka jeshi la wananchi kushika madaraka kwa muda wakazungumza nao na kuambia wanitangaze mimi kuwa kama rais wa mpito nchini humo. Watu hawakubisha. Waliposikia nimetoka nchini Urusi, wakazidi kunihitaji wakijua kwamba hapa lazima tu wamempata mtu sahihi katika maisha yao. Walinipongeza kwa uweledi na furaha ya mpwito. Ilinifanya nikubaliane na hao wananchi. Ilisikika jamaa mmoja hivi akizungumza miongoni mwa wananchi akisema, kwa kuwa jamaa ametokea Urusi basi naamini atatekeleza wajibu wake sahihi. Mwingine akasikia akisema, hata mimi naamini hilo. Kupitia ujamaa na mimi nitafanikiwa. Watu walizungumza mengi juu yangu. Ilikuwa ni furaha kupitia kwangu. Watu walikuwa na matumaini makubwa kupitia kwangu. Watu waliamini kwa sababu kitendo changu cha kutoka Urusi kingenifanya niweze kuongoza nchi ya Boskoni. Hatimaye nikaingia ndani ya ikulu kwa kishindo kisichopimika. Ndani ya wiki 2 kila kitu kikarudi katika hali yake ya kawaida. Sukari kapungua bei, unga, mchele, maharage na kadhalika vilipungua bei na kurudi katika hali yake ya kawaida. Wananchi walifurahi. Walizidi kunihitaji kwa kipindi kirefu. Walikuwa wanamtaka mtu wa namna hiyo.
Walifurahia kwa sababu hatimaye kila kitu kilishuka na maisha yakawa mepesi kwa watu wa nchi. Humo ndani Ikulu sikuwa na muda wa kutulia. Kichwa kilikuwa kinawaza mengi. Nakumbuka muda ambao nilikuwa nasomea ujasusi katika nchi ya Urusi. Sikutaka kurudi nchini Boston, lakini sikuwa na budi, nikaambiwa nirudi. Nami nikarudi. Kila siku usiku nilikuwa nikisimama karibu na dirishani kutazama nje kule kuliko na bahari. Moyo wangu ulikuwa unajisikia furaha kubwa mno, ni kiongozi wa nchi inayeheshimika. Kipindi natoka katika nchi ya Boston nilikuwa ni mtu wa kawaida tu. Leo hii nipo katika kiti cha urais. Nchi ilikuwa imechafuka, nikaamua kuisafisha ipasavyo. Nisingeweza kufanya kipindi ambacho nipo kama rais wa mpito. Nilitakiwa kupambana na kushinda na hatimaye kuwa kiongozi halali. Hapo ndipo ningeweza kufanya kile ninachotaka kufanya. Nilihisi nyuma ya kila kitu kuna kitu nyuma yake. Nilisimuliwa namna Rais Rashid Kipupe alivyouawa. Nilihisi kuna njama kubwa sana, sikujua ni nani yupo nyuma ya matokeo hayo. Ila nahisi kama ningefuatilia kwa ukaribu zaidi, basi ningeweza kujua kila kitu kinachoendelea. Matokeo kama wamefanyia mpango niwe kiongozi. Nilikutana nao tena katika mkutano. Niliwaona kila mmoja akiwa na furaha, kwani walijiona wao ndio wao katika nchi ya Boston. Tukiwa ndani ya chumba hicho cha mkutano, kitu cha kwanza ni kupongezana. Bwana Bernardo akaongea kwa kana nipongeza. Aisee, kijana unafanya vizuri sana, hongera yako. Mzee Sambi naye akanipongeza. Kijana mahiri, shupavu, kazi. Mimi nikatoa tabasamu pana kwenye sura. Asanteni jamani. Tulianza kujadili mambo mbalimbali kwa siku nzima. Kilichofuata ilikuwa ni kuniandaa kunifanyia kampeni kubwa katika nchi ya Boston. Ni miaka miwili iliyobaki. Hivyo alikuwa amejiandaa kunitengeneza vizuri ili niwe imara na kuliongoza taifa hilo la Boston. Kwangu mimi niliona kazi kubwa mbele yangu. Sikutaka hata kuondoka madarakani pasipo kufanya kile ambacho ninachotaka kwa wananchi wa Boston. Moyoni mwangu sikupenda kuwaona maskini wakiwa wanaendelea kutaabika katika umaskini, wakati nchi ipo na utajiri mkubwa na kusifika kwa kila nyanja mbalimbali. Nchi ya Boston ilijaliwa vingi vya thamani, mbuga za wanyama, madini ya kutosha na vitu vingine vingi tu. Lakini nchi ilionekanika ni ya kimaskini kuliko zote katika Afrika, na hiyo ndio ya mwisho kabisa. Nilipania kuibadilisha nchi. Nilipania kuifanya lile liwezekanalo ili hatimaye wananchi wafurahie matunda yao. Sikujua nianzie wapi, kwani mbele yake kulikuwa na kazi kubwa ya kuifanya, ila sikutaka kuifanya kipindi hiki. Nitaifanya kazi hiyo pindi nikiwa rais kamili, na ndipo nitakapofanya kile ninachotaka kukifanya. Wakati nikiwa katika Ikulu, nilikuwa ni mtu wa kutembea huku na kule. Nilijiamini kama jasusi wa kimataifa, kwani niliamini kila nilipokuwa sehemu kuna kamera na vinasa sauti ambavyo ukiongea vinachukua sauti ndani humo. Niliangalia mandhari kwa umakini na mimi nikaridhika. Nikaingia sehemu nyingine, nikaoneshwa, nikaiona picha fulani hivi ukutani. Nikaambiwa katika hiyo picha nyuma yake kuna kisanduku kipo ukutani. Ili ukifungua lazima uingize nambari za siri. Hivyo nikaamua kuitoa ile picha na nikaona kweli kisanduku kina nambari. Ila pembeni kidogo niliziona nambari za siri pembeni zikiwa zimechorwa hapo. Nikabonyeza nambari hizo, hatimaye kikafunguka kisanduku hicho. Ndani nilikutana na nyaraka mbalimbali. Nikaziangalia, nyingine moja ni ramani ya hilo jengo lote. Niliona karatasi nyingi. Ila mbali na yote nikakutana na barua iliyokuwa imefungwa vizuri. Sikujua ni ya nini na sijui nani alikuwa ameandika. Nilichokifanya nikawa nimeichukua na kukaa kwenye sofa. Nilishangaa ghafla tuna kutaka kujua ndani ya hiyo barua kuna nini na imeandikwa kitu gani. Basi nilipoikunjua tu vizuri, kwanza niliona neno pale juu limeandikwa Rais mtarajiwa. Mimi nikajikuta nikiwa nimetoa mguno fulani tu ghafla. Kisha nikawa nimekaa vizuri na kuanza kuisoma barua hiyo iliyokuwa imeandikwa hivi. Barua iliandikwa kwa maneno haya: moyo wangu unaniuma mno kila ninapokuwa nawaona wananchi wa nchi wakiteseka. Nilijitahidi niwezavyo kufanya kile ninachotaka kufanya ili wananchi wawe na maisha mazuri, lakini nasikitika sikuweza kulifanikisha jambo hili. Na si kwamba sikutaka, sio kwamba nilishindwa. Sikuweza kufanya hivyo kwa sababu watu waliotaka niwe madarakani ndio ambao hawakutaka nifanye vile ninavyotaka. Nikaendelea kusoma, msikilizaji. Mheshimiwa Rais mteule, kuna watu 5 ambao ni hatari sana. Ndio ambao wanaishikilia nchi hapa ya Boston. Wanafanya watakavyo. Hakuna wa kuwazuia. Ukifumbua mdomo kuwasema, wanakuwa huko kutoa ulipo. Ukifanya kitu chote kile ni lazima wafanye jambo baya. Ni mabilionea wenye mikono mikubwa. Wana akili kubwa, wana nguvu na wanaheshimika. Wanakwenda na mienendo yao wenyewe bila kuwatambua wananchi. Nilijaribu kupambana nao, nchi wakaivuruga. Wakaanza kuficha sukari na fedha. Mwisho wake nikaonekanika sifai kuliongoza taifa. Sasa hivi ninavyoandika barua hii, wananchi wapo barabarani kuandamana. Tena wakija hapa Ikulu. Nataka nikimbie na mke wangu, siwezi kuishi tena katika nchi ya Boston. Ni bora nikimbie kuokoa maisha yangu na mke wangu kuliko kubaki hapa.
Ninaipenda nchi yangu ya Bosconi kutoka moyoni mwangu, lakini sina cha kufanya. Ili nipone ni bora kukimbia. Kama utafanikiwa kupambana na hao watu na ukashinda, basi utawanyanyua wengi maskini katika maisha yao. Watu hao 5 kwa majina ni Bwana Bernardo, Mzee Sambi. Huyu anashughulika na mambo yote ya migodi nchini humu, kuiba dhahabu, almasi na kusafirisha nje. Kuna mwingine anayejiita Meleke. Huyu ni bilionea anayehusika na mambo ya nafaka nchini humu. Yeye ndiye anayejua nafaka zipi ziende wapi, na hata serikali inapoleta pembejeo huzifikisha kwake kwanza kwa ajili ya kuzisambaza. Pia kuna Ahmed Hussein. Huyu ni bilionea anayehusika na vitu vinavyoingia pale bandarini. Anaiba sana fedha sehemu hiyo. Amepashika haswa. Mwingine ni Mzee Salman. Huyu ameweka katika sekta ya mafuta. Yeye ndiye anayeingiza mafuta humu na kupanga bei yake. Anawakandamiza sana wananchi. Hawaonei hata huruma ya machozi yao, ndo watu hatari hao. Ukiwa utapambana nao na ukafanikiwa, basi nchi ya Bosconi itakuwa ipo ni yenye neema tele. Ni mimi wako Bwana Rashid Kipupi. Baada ya kumaliza kuisoma nikashusha pumzi kubwa. Sikuamini kile nilichokisoma. Kumbe kuna watu nyuma ambao wanajiwekea nchi hii kuwa mali yao na kufanya kile wanachokitaka kufanya wao. Moyo wangu uliniuma mno. Nilihisi kutetemeka mwili mzima na joto la ghafla kunivamia mwilini. Niliapa sitokaa kuliona hili, wala sitotaka kuona matunda ya nchi ya Bosconi kuliwa zaidi na watu wachache. Kwani wananchi hawajui chote kile. Hawajui kipi kinaendelea chini ya kapeti. Kila siku kuwafanya viongozi waonekane wabaya na kuwatoa madarakani ili wafaidike wao kwa mali za umma. Sitokuwa radhi kushirikiana nao hata kidogo. Nikaamua kujiapizia kwamba ni lazima nipambane nao watu hawa. Aidha wafe wao au nife mimi, lakini ukweli utambulike. Nilisema maneno hayo kwa hasira na uchungu, si kipindi hiki, ila kipindi ambacho nitashinda na kuchaguliwa kuwa rais. Nikaamua kujisemea kimoyomoyo muda huo. Inawezekana wajamaa ndio walimuua huyu mtu. Inawezekanika kabisa. Hapa ni lazima nimtengeneze mtu. Mimi ni jasusi bwana. Siwezi kushindwa kitu na hawa watu kama hao. Hata uwezo wa majasusi wao ni mdogo sana. Nitapambana nao mpaka kieleweke. Hawa ndio nawataka mimi. Nitahakikisha nchi ya Bosconi inakuwa salama na amani kwa kila mtu. Nijisemea kibinafsi na kuhakikisha nalifanyia kazi pindi nikishinda na kuwa rais wa kuchaguliwa kuliongoza taifa hili la Bosconi. Nikaamua kumpigia simu kijana nilichaguliwa awe mlinzi wangu kwa jina kiitwa Amani. Baada ya dakika 5 tu alifika mbele yangu na kusimama wima, huku akionekanika uso wake umejaa umakini mkubwa. Kabla mimi kusema kitu chochote kile, nilimtizama kwa umakini mlinzi huyo, kisha nikaamua kumuuliza, "Ndugu Samani, nakuuliza swali." "Uliza mkuu." Mimi nikamuuliza, "Una muda gani hapa tangu uanze kufanya kazi?" Akajibu Amani mlinzi, "Miaka 3 mkuu." Mimi nikamuuliza swali jingine, "Unahisi unastahili kumlinda kiongozi wako?" Mlinzi Amani akajibu, "Ndio mkuu." Na kuuliza swali jingine, "Kipi kinakupa uhakika huo?" Mlinzi Amani kama ameanza kuniambia na kunielezea juu ya ufanisi wake mkubwa katika kazi hiyo. Sikuwa na lengo la kumuita mlinzi huyo, bali nilichokuwa nataka kukifanya ni kumzoea na kumsoma, kumjua ni mtu aina gani. Hii ilikuwa ni kazi kubwa ya ujasusi wa shirika la ujasusi kule Urusi. Ni vyema kumsoma mtu kwanza, kumjua huyo mtu ni wa aina gani kabla ya kumwamini kwa 100%. Hii ndio kazi ya majasusi zaidi, kuwasoma watu mbalimbali. Ninataka kufanya kazi na wewe kijana mwenzangu. Nilimwambia maneno hayo mlinzi huyo. Akajibu, "Hakuna shida mkuu." Kisha nikamwambia, "Najua unafahamu kuhusu story ya Rais Rashid Kipupi, kwamba hakukuwa na baya lolote alilofanya. Nadhani unafahamu alikuwa ni mtu mzuri. Aliwapigania wananchi wake kwa uzuri na uweredi. Na alikuwa anapigania umaskini kwa watu wa chini kabisa. Lakini kukawa na watu wachache ambao walivuruga kile kitu. Wakavuruga kila kitu." Mlinzi Amani akajibu, "Nafahamu hilo mkuu." Mimi nikamuuliza swali, "Je, unapenda kuona wananchi wa Bosconi kuishi maisha ya umaskini na kudhalilika?" Mlinzi Amani akajibu, "Hapana mkuu." Mimi nikamwambia, "Sasa ndugu yangu, nataka tufanye kazi pamoja, tushirikiane kama ndugu wa nchi moja. Na nataka nishirikiane na wewe kwa kila kitu kuhusu nchi ya Bosconi, kwa uboreshaji wa maisha ya wananchi wa hapa. Upo tayari?" Mlinzi Amani akajibu, "Ndio, nipo tayari mkuu." Nilichotaka kufanya ilikuwa ni kupanga mpango kabambe. Sikutaka kuona nikishindwa kwa kila kitu. Kwani najua na mimi pia nitakuja kufanyiwa kama Rais Rashid Kipupi. Nataka kujijenga kwa kila sekta, na nataka kupata mawasiliano yote ya mabilionea hao 5 na kupata mawasiliano ndani ya Ikulu, nijue kipi kinazungumzwa. Nilikuwa nataka kufanya mpango mdogo. Sitaki kuona wananchi wakiwa wanateseka na kufaidi watu wachache tu, na kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawia. Nikamwambia mlinzi Amani kila kitu nilichokuwa nataka kukifanya kwa siri baina ya mimi na yeye, ambapo hatakuwa na mwingine kutambua siri hiyo baina ya mimi na yeye. Kwa sababu hata yeye mlinzi Amani anasema anaumia kuona wananchi wanateseka kwa umaskini kwa sababu ya watu wachache tu.
Hivyo akakubaliana na mimi kujipanga vyovyote vile ili kujipanga na kumaliza kuwa rais wa mpito mwaka mmoja uliobaki, na hivyo kuingia katika uchaguzi ambao naamini nitashinda. Aisee, tukifanikiwa katika hili basi kila mwananchi wa Bosco atafurahia matunda ya nchi. Cha msingi tusimame kwa miguu yote miwili. Nilisema maneno hayo huku nikiwa naachia tabasamu upana kwenye sura yangu. Hapo nikajikuta nikiwa nimempata mtu sahihi. Kinachosubiriwa ilikuwa ni kumalizika kwa kipindi cha urais wa mpito tu, ili kazi ianze mara moja. Umeona bana? Alright. Unaambiwa mwaka ukalikatika na hatimaye Bosco ni kuingia katika uchaguzi mkuu wa nchi. Watu walionekana kuwa wengi mtaani, wengi wakijitokeza kupiga kura, na kila mmoja alikuwa anataka niwe kiongozi. Kwani kwa miaka miwili iliyopita na kuwa kama rais wa mpito, waliona mambo yamebadilika kwa kasi sana. Kila mmoja wao alikuwa na imani na mimi. Vyama vya upinzani havikuwa na nguvu, kwani havikuona kama vingeweza kuchukua nafasi hiyo. Kila mmoja alikuwa akinielekea bwangu. Moyo wangu haukutulia. Mawazo yangu yote yalikuwa kwa wale mabilionea 5 ambao wanataka kufanya vile wanavyotaka wao kufanya. Wananchi wakafanikiwa kupiga kura, nikashinda kwa 98%. Kila mmoja alinipenda na kunikubali, na hata siku na apishwa watu walijitokeza kwa wingi sana katika uwanja wa taifa wa nchi ya Bosco. Uwanja ulikuwa umejaa, hata wengine hawakuweza kabisa kuruhusiwa kuingia. Waya mwamba, mbona mnatufungia geti? Akasikika jamaa mmoja wa kiume. Akajibiwa, uwanja umejaa, kuna nafasi. Amani, sisi tunataka kumuona rais wetu aise tuliyemchagua akiapishwa. Hoja yake ikaungwa mkono na watu wengine waliopo nje. Aise kwetu chini basi tuingie hivyo hivyo juu. Wakajibiwa, hapana, haiwezekani. Nao wakajibu, so poa. Hatukulala kwa sababu ya kuwahi kupiga kura. Wakajibiwa, hatukatai, ila kumejaa kipimo kimetimia. Tafadhali niombe nende mkatizame nyumbani kwenye televisheni, humo watu wamejaa. Mwanaume mmoja aliwaambia watu wao, kisha akafungua geti kubwa la kuingia uwanjani. Kila mmoja alitaka kutazama tu na kuweka historia ya nchi. Kila mmoja alikuwa na uhakika kwamba nitafanikisha jambo lao kwa utiifu na ukweli wa maisha. Kwa ninasemekana walipata marais wengi, ila mambo yalikuwa yanaharibika kufika katikati. Kwa sasa hivi wanasema wataki ijirudie tena. Waliniamini kwamba anaweza kubadilisha kila kitu ndani ya nchi ya Bosco. Humo katika uwanja watu walizidi kuonekanika na furaha, tabasamu mwanana. Makofi yalipigwa kila dakika. Walionekanika kukubaliana na mimi kwa asilimia zote. Kisha nikazungumza na wananchi baada ya kuapishwa kwa muda huo. Habari zenu wananchi. Nikatoa salamu kwa sauti kali na kubwa yenye kupaa hewani. Wananchi wakajibu, nzuri kiongozi. Ilulululu, hello. Nisikika fujo na ndelemo kwa kina mama zaidi. Mimi nikaendelea, asanteni sana wananchi wenzangu. Ningependa kutoa shukrani za dhati, kwanza kumtanguliza Mungu aliyeumba uhai na kifo, kisha shukrani nyingine ziende kwenu wananchi. Wananchi alelelelele, karibu kiongozi. Mimi nikaendelea, msikilizaji. Nawaambieni wananchi wenzangu, mimi ninataka kubadilisha kila kitu katika nchi yetu ya Bosco. Nina imani nitalifanikisha hili, na najua kosa la nchi liko wapi, na najua uzembe uko wapi. Na nawapa ahadi kwamba nchi yetu hii inakwenda kubadilika, na wewe kama hutaki nchi ibadilike basi utakuwa huna akili. Kwa maana sisi ni wengi kuliko wao wasiotaka nchi ibadilike. Nilisema maneno hayo ili kuwachoa mabilionea hao 5. Wananchi walichukulia maneno ya kawaida, ila hawakujua ni wapi ninaposemea. Ila kama bilionea 5 bwana Bernardo na wenzake walikuwa wamehisi jambo. Kwa upande wangu nikaendelea kuzungumza. Na najua watu wasiotaka nchi endelee watakuwa wamehisi kitu. Na nataka niwaambie tu, nimeingia rais mwenye msimamo. Nisiogopa vitisho, mimi na uwezo wa kupambana na watu wengi sana. Nikatulia kisha nikaendelea. Natamani kuona nchi ya Bosco ikinawiri na kupendeza. Natamani kuona wananchi wakiwa na furaha na bashasha kwa uongozi wangu. Na vitu havitakuwa vya gharama madukani. Haiwezekani tuzalishe sukari kisha sisi tukajiuzia kwa bei kubwa ndani ya nchi. Huo ni upuzi mkubwa tunaofanya. Hiyo ilikuwa ni katika serikali zilizopita, ila kwangu mimi mambo yatakuwa sawa. Na kwa hili ninalosema hapa, kuanzia leo baada ya hotuba mambo yao yamewekwa sawa. Nilizungumza maneno hayo siku hiyo huku nikitazama kushoto na kulia. Maneno yangu yote pale yalikuwa yakiwalenga mabilionea hao ambao ni chochote kile wajinufaisha wao binafsi na si kwa wananchi. Niliongea kwa dakika 40 tu, na baada ya hapo nikatelemka. Na hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza mimi kuingia Ikulu kama rais niliyechaguliwa na wananchi. Moyo ulizidi kufurahi mno, na kitu nilichokuwa nikifikiria ni jinsi gani wananchi wenzangu watakula matunda mazuri bila tatizo. Nitahakikisha na wafanyia mambo mazuri yanayowapendeza kwa wananchi wa Bosco.
Wiki moja baada ya kuingia Ikulu nikaanza kutembelewa na wizara mbalimbali hapa nchini. Nilikutana na makosa mengi yaliyokuwa yanaendelea. Kulionekanika kuwa na baadhi ya wafanyakazi hawakuwahi kabisa kufika kazini kwa muda mrefu, lakini walikuwa bado wanalipwa mishahara. Kumbe kulikuwa kuna wafanyakazi hewa ambao hawafanyi kazi ili hali mishahara wanapewa. Nikahisi maumivu makubwa sana. Wananchi waliumia mitaani. Hapakuwa na fedha wala hapakuwa na ajira kwa vijana, lakini huko wizarani kulikuwa na nafasi nyingi za kazi, lakini hakukuwa na watu walioajiliwa. Nilichokifanya nikaanza kuboresha huku kwanza. Nafasi zote za kazi ziajiliwe vijana waliomaliza chuo kipindi hiki. Sikuishia hapo tu, nikatembea wizara nyingi. Ndani ya mwezi mmoja zaidi ya vijana 18,000 waliajiliwa. Furaha isiyokuwa na kifani, watu walifurahia matunda ya nchi. Nchi ilikuwa chafu na ya kudharaulika, ila sasa naanza upya na kuisafisha ipasavyo. Japoneza na kazi kubwa mno. Kila siku nilikuwa na wafuta wakuu ambao hawakufanya kazi vizuri zaidi ya kuangalia matumbo yao tu. Mara nilizokuwa nazo nikazichukua na kuweka katika haki ya wananchi, na benki zao za akaunti nikafunga, kwani walikuwa na kiasi kikubwa sana cha fedha. Mali hizo hazikutokana na kazi zao, bali ni mipango yao haramu. Nikaelekea katika viwanja vya ndege. Huko ndiko kulikuwa na madudu. Nikawatumbua na kuwafukuza kazi wakurugenzi wote. Nikaziba mianya na kamera kali na ulinzi thabiti kabisa nikaweka huko. Hakuna uhuni kufanyika hapo. Huko nako nikafanya kama nilivyofanya yangu, kuwatumbua na kuwafukuza kazi watu hewa na kuwaleta wapya vijana waaminifu. Nikahamia kwenye sukari, unga na nafaka nyingine. Huko nako nikahakikisha kuna kuwa sawa. Nikahamia kwenye migodi, nako nikawatimu wenye tamaa, nikawaleta wapya. Nilikuwa nagusa kila kona mabilioni yao, kwani nahisi walikasirika mno, kwani siendana na matakwa yao binafsi. Wakati wao wanalalamika, huku wananchi wanafurahi. Wakaamua kuficha sukari, lakini haikuwezekana. Sukari ilisambaa kila mahali kwa bei ndogo kuuzwa madukani. Vilichokuwa nafanya kupandisha vitu bei kwangu halikuwa tatizo. Serikali yangu ilikuwa imeandaa mashamba na kuanza kulima, na nafaka zilipopatikanika bei vya chakula vikashuka. Wale waliokuwa wakiuza vitu kwa bei ya juu watu hawakununua, bali walikuwa viliozeana tu katika magara, na baada ya kuona hivyo na wakaamua kuvishusha vitu vyao bei ndogo. Maisha yakawa yanafuu, kwani hicho ndicho wananchi walichokuwa wanataka, na hicho ndicho wananchi walichokuwa nakililia miaka yote. Watu walikuwa wakipiga madili makubwa tu na kupata pesa nyingi. Zote niliziweka kwa serikali. Shule zikajengwa kwa wingi ili watoto wapate elimu. Benki kuu ya nchi ikawa na pesa nyingi mno. Viwanda mbalimbali vikajengwa na vijana kupata kazi. Mtaani palikuwa pakaliki ovyo. Vijana walijituma, mishahara ikatolewa bila hata kucheleweshwa. Hospitali dawa zikajaa, kila mgonjwa alikuwa anakisha na pewa matibabu mazuri na yenye heshima. Nikawekea vijana mikopo mbalimbali ya kukopa fedha ili wakope na kujiendeleza na maisha yao, huku nikiwa na wataka wawe wanalipa kwa riba ndogo ili kumfanya mtu yoyote aweze kulipa bila shida yote ile. Mambo yalizidi kunawili. Wageni walimeneka katika nchi hapa ili kuona maendeleo. Katika Afrika tukaingia namba 1 katika maendeleo. Nchi zote za Afrika tukazipita. Wananchi walinikubali kwa uongozi wangu na mataifa mbalimbali kwa upande mwingine. Mabilionea wale walianza kununa na kukasirika baada ya kuona siku upande wao, kwani vichwa vyao vya kupiga hela vilifungwa. Kila sekta zao zilifungwa. Walichanganyikiwa sana. Hawakuamini machoni mwao kwamba walikuwa wanaona nitakuwa niko upande wao leo hii nimewageukia. Wakaamua kuanza kupigiana simu ili waitishe kikao cha kutaka kunijadili vipi watanifanyia. Mr. Bernardo akasema, "Huyu ni muda wa kumua, haina haja kupinduliwa." Mzee Sambi akaongea, "Huo mpango sahihi kabisa. Haiwezekani tufanyie vile anavyotaka yeye." Bwana Ahmed Hussein akasikia kanazungumza. Mtoto mdogo anaanza kumea pembe, hatujui sisi ni egos. Tunaona mbali. Waliamua kupanga ni jinsi gani watalimaliza. Bila mtu yote kugundua kwa urahisi, walikubaliana kwamba waniwekee sumu kwenye gari langu. Meleka kaongea, wakati akishawekewa sumu ndani ya gari, kisha apigwe simu mahali fulani ili akishaingia tu basi sumu ile imuwe taratibu. Huo mpango ni sahihi kabisa. Natumai kwamba tutafanikiwa jambo letu. Nawaambie vijana wafanye kazi haraka sana. Baada ya kusema maneno hayo, wakapigiwa simu vijana wa usalama wa taifa. Wakaitwa na kufika mapema sana, wakapewa mipango yote wanayotakiwa kufanya. Nao waliwaheshimu wazee hao kwa sababu wao ndio husema katika nchi ya Boscon. Wanachotakiwa kufanya ni kuweka sumu kwenye gari langu ili nikivuta sumu hiyo nife. Vijana wale mmoja wao akauliza, "Na dereva wake je?" Wakajibiwa hilo sio tatizo, hata yeye afe tu na hakuna shida.
Vijana wa kazi wakasema sawa, tutalifanyia kazi ile leo. Na tukishaweka tutawapigia simu. Na nyinyi mnatakiwa mumpigie simu muite sehemu fulani. Ila akiingia kwenye gari lake dawa ifanye kazi yake. Vijana wawili baada ya kupanga mpango huo wakaondoka maeneo hayo na kuelekea Ikulu. Muda huo ulikuwa ni muda wa saa 2 usiku. Mpango ulikuwa ni wa kunimaliza kabisa. Mara ghafla tu nikapigiwa simu na Bwana Bernardo. Nikaamua kuipokea. Habari yako kiongozi? Safi. Nikakaa kimya. Kuna vijana wawili wanakuja hapo Ikulu. Kuna mazungumzo utajadili nao tafadhali. Wasizuie kuingia. Hakuna tatizo mzee, na wasubiri. Simu ikakata. Ni heshima tu ya mzee Bernardo na wenzake. Kwa upande mwingine Bwana Bernardo akaamua kuwapigia simu vijana hao na kuambia hamtozuiwa kuingia, kwa hiyo kweni huru. Kwa inasemekana sio mara ya kwanza kwao kuingia ndani ya Ikulu. Wao walikuwa wanaingia kwa marais waliopita, kwa hiyo wanatambulika zaidi. Walifika Ikulu na wakawa wameruhusiwa kuingia pale wakawa wamepanga mmoja aingie ndani na mwingine mwenye sumu akawa anatakiwa kupaki kwenye gari kwa ajili ya kuisambaza ile sumu ndani ya gari. Ile ndio ilofanyika kwa sababu mchongo huo ulikuwa umewahi kufanywa na watu wengi. Na hata baadhi ya watu wa usalama wa taifa wakitambua hilo. Hata kijana huyo aliyebaki akatelemka katika gari na kuelekea katika gari la rais na kuisambaza sumu hiyo kwenye kiyoyozi. Na kukuwa na hukumishangu kwa nitalo kwa meshaambia kitakachotokea. Kwa upande wangu nilimpokea kijana huyo na kumkaribisha kukaa sebleni ili kujua kile alichokuja nacho ni kitu gani. Na mazungumzo yakawa yameanza kwa pamoja, tukawa tumeongelea kuhusu uongozi na kuhusu wananchi wanavyotaka. Moyo wangu ulifarijika, nikatoa tabasamu pasina kujua lengo lao kubwa ni nini nyuma ya pazia. Kijana yule ghafla simu yake ikaingia ujumbe wa sauti. Sorry, wait a moment, naomba kujibu ujumbe. Aliniambia neno hilo sikujua hata kinachoendelea. Ujumbe ulikuwa ni kutoka kwa mzee Bernardo, akiuliza vipi mshafanikiwa. Ujumbe ukajibiwa ndio tayari, subirini maiti. Kwa upande wa kina Bwana Bernardo na wenzake walikuwa wanafuatilia mazungumzo yote. Kwa walikuwa wamepanga kila kitu kwa mafanikio, kutaka kuniua hata madaktari wakichunguza mwili wasiweze kuwa na hofu yote ile. Huko Bwana Bernardo akiwa anaongea na wenzake. Sasa wazee, mpango tayari. Kijana ameshafanya yake ndani ya gari na mwingine yupo kuzungumza na rais. Mzee Salomana akauliza, kwa hiyo inakuwaje? Tunatakiwa tumpigie simu muda huu. Tumuite ili aingie ndani ya gari lake lililowekwa sumu. Akivuta tu habari yake kuisha. Mzee Samba akasema hapo safi sana. Hatuna muda wa kupoteza, mpigie sasa. Ilikuwa ni mipango yao walikuwa wameipanga muda huo. Ghafla nikapigiwa simu na muda huo nikawa nimeitazama, ilikuwa ni mzee Bernardo. Nikaamua kuipokea. Naambia mzee wangu, tunatakiwa muda huu kuonana na wewe kiongozi ili tujadili kuhusu nchi. Mimi nikauliza kuhusu nini? Kuhusu nchi kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa kuyafanya. Usijali kiongozi, na hisi tutaelewana vizuri tu. Kwa sasa hivi hatutaki kukuingilia kwenye mambo yako. Ndio. Ndio. Hatutaki kabisa kuingilia kwa kitu chochote kile. Misimamo yako iwe yako na yetu iwe yetu. Naomba uje hapa Supervision Hotel. Mimi nikajibu sawa mzee wangu, nipe dakika 10 tu. Hakuna shida, tunakusubiri. Kisha kama simu kama imekatwa. Baada ya mazungumzo yale kijana akaamua kuaga na kuondoka zake. Muda huo sikujua nini kinaendelea. Huku kwao wakijua kuwa mimi ndo mwisho wangu wa kuishi duniani umewadia. Inasubiriwa masaa tu au dakika. Wakati wale vijana wakiwa wanaondoka na gari lao walipongezana kwa mikono huku wakiwa wanaonyesha furaha na kusema ameshajaa yule kwenye mfumo, kwani hawezi kupingana na watu wenye mikono mirefu. Kwani huwezi kupingana na watu wenye mikono mirefu, lazima utashindwa tu. Kwa upande wangu ghafla kichwa kikaanza kuniuma tu. Sikujua hata ni kitu gani hiki. Sikupenda kuwasiliana na watu wao wala hata kupigana simu ovyo ovyo. Nashangaa kuona bado wanang'ang'ania tu. Mara ya kwanza waliniita nikahisi wanataka kunimaliza kwa risasi, lakini niliamini pasavyo. Nikajiona nipo hata na uwezo wa kupambana na watu 10 na nikawashinda. Nikampigia simu mlinzi wangu, alikuwa akiishi humo Mwila katika nyumba nyingine. Na dakika 5 kama imefika na tukaanza mazungumzo na mlinzi wangu. Nikamwambia kila kitu kinachoendelea, ila kwake yeye alionekanika kuwa na hofu. Ila akakumbuka mimi ni mtu hatari sana, ujasusi, hofu yake kapotea kabisa. Vipi, nikusindikize mkuu? Nikajibu kwa kujiamini, hapana. Acha niende mwenyewe. Natumaini hawezi kufanya ujinga mbele yangu. Sawa mkuu. Mimi nikamtuma. Nikamwambia dereva wangu awashe gari kabisa naje. Msafara wa gari ngapi? 5 tu zinatosha. Je, na ving'ora juu? Hapana, nataka kimya kimya. Sawa kiongozi. Kisha kaondoka maeneo hayo huku mimi nikiwa najiandaa vyema. Kisha nikawa nimechukua bastola langu nikaweka kiunoni na kisu kidogo cha kijeshi nikakiweka kwenye socks ya viatu. Kisha nikawa nimetoka nje na kuanza kulifuata gari hilo lililokuwa limepakiwa pembeni. Taa za gari zilikuwa zimewashwa. Ina maana dereva alikuwa ameshaingia muda tu na akiwa ananisubiria mimi.
Cha ajabu kila nikilisogelea gari hilo, mapigo yangu ya moyo yalikuwa yanakwenda kasi sana. Wakati napiga hatua tena nikaamua kusimama, moyo wangu ukawa mzito ghafla. Nilihisi kama vile kitu kinanizuia kupiga hatua katika miguu yangu. Hapo nikaanza kujipa maswali kichwani. Nikahisi kuna kitu. Kwani haikuwa rahisi muda huu kutokea kuzungumza na mimi usiku kama huu? Kwa nini waniita usiku wote huu? Wakati mchana naweza hata kuzungumza. Na kwa nini lazimisha sana kuonana na mimi muda huu? Nikajiuliza maswali yaliyokuwa yamekosa majibu. Sikuwa na sababu ya kwenda huko muda kama huu. Nikaamua kurudi nyuma. Ghafla simu yangu ikaita mfukoni kwa haraka haraka, nikawa nimeitoa na kutazama jina ni Mlinzi Amani. Nikaipokea. Halo, vipi kijana, kwema? Mkuu, nahisi sio kwema. Subiri kwanza. Unaona hilo gari? Ndio. Kuna wakati nimeliona hilo gari likiwa linatikisika kama kuliko kuna watu walikuwa wanapigana vile. Eti hili gari langu? Ndio, hilo gari. Unataka kusafiria mkuu? Okay, thank you, alisema Mlinzi Amani. Nikabaki nikiwa na shangaa tu. Gari hilo lilikuwa liko mbele yangu limetulia na kimya. Nikataka kulisogelea lakini nikahisi kuna kitu. Nilichokifanya nikaamua kumpigia simu dereva huyo. Simu ikaanza kuita. Ikaita kweli, mwisho ikakata. Nikapiga tena, ikaita sana mpaka ikakata. Haikuwa rahisi dereva huyo kutokupokea simu zangu. Nikahisi kuna kitu kinaendelea. Nikaamua kuwaita walinzi wangu wengine. Hivyo kuwapa kazi kwanza kufungua vioo vya gari. Ila ufunguaji wake ilikuwa ni wa hatua ya mbali kabisa. Huenda ilikuwa ni bomu au sumu ya kulipuliza. Tukatapakaa nje tukapiga hatua za mbali. Cha muhimu kuvunja vioo vya gari kwa kutumia vipande vya chuma huku tukiwa tumesimama mbali. Tulipofanikiwa hatukuamini machoni mwetu. Tulimwona dereva akiwa yupo kwenye kiti, yupo hoi, damu zikiwa zinamtoka puani, mdomoni, masikioni na kwenye macho. Kila mmoja alikuwa ameshangaa kuona tukio hilo. Kumbe gari hilo lilikuwa limepuliziwa sumu kali hatari sana. Tulisimama kwa umbali ndani dakika 40 ili sumu iishe ndani ya gari. Ndipo kwa tumesogelea gari na kufungua mlango, tulimwona dereva akiwa amevimba mwili baada ya kukata roho. Tukamchukua na kumpeleka hospitali. Nikagundua kumbe na saa kwa kila kona kisa mabilionea. Moyo wangu uliniuma mno. Nilikuwa natakiwa niwe na tahadhari kabla ya hatari. Nikaamua kumuita mlinzi wangu, nikakaa naye sehemu. Mlinzi wangu, mbona kilichotokea? Nikamuuliza. Mlinzi Amani akajibu, ndio mkuu, hao jamaa walikuwa wanataka kuniua. Waliweka sumu ndani ya gari ili nikiingia tu niwe ndo mwisho wangu. Lakini Mungu bado hajataka nifike muda huo. Na lazima tufanye kitu hapa. Kitu gani mkuu? Na register TV kamera 200. Na nahitaji mic za CD za kurekodia 200. Nataka pia nifanye kitu. Hakuna tatizo mkuu. Yaani mpaka kesho nitakuwa nimeshakuletea hivyo vitu vyote. Nitashukuru sana. Ni lazima nijilinde na ni lazima unilinde pia. Nitawaangamiza hao watu. Kwa sasa hivi hata uwapeleke mahakamani ni kwa naweza kuwapandikiza na majaji wao, cha msingi ni kudili nao mdogo mdogo. Niliyasema hayo kwa uchungu uliokuwa umejaa moyoni. Ilipofika asubuhi, Mlinzi Amani akatoka kwenda kununua vitu vyote nilivyomwagiza. Hakutakiwa kujua mtu yote vifaa hivyo. Baada ya lisali moja alikuwa tayari ameshafika Ikulu na kunikabidhi vifaa hivyo. Tukapanga ni sogeni natakiwa kuwepo bila ya mtu yote kujua, ambapo kamera hizo ni ndogo sana. Sio rahisi kugundua kama kuna kamera ndani hapo. Mbali na hivyo na maiki ndogo pia zikawepo, tukaziweka sehemu mbalimbali ndani ya Ikulu. Japo zilikuwa nyingi mno, nisingeweza kuchomekwa zote. Nyingine zitatumika sehemu mbalimbali. Mlinzi mmoja akauliza, mkuu, na hizi nyingine? Mimi nikamjibu, hizo nitakwambia hapo kuzipeleka wala usijali. Kichwa changu kilivurugwa siku hiyo. Kilikuwa ni kichwa cha kazi. Cha kupanga mipango ya kijasusi sio mchezo. Ni lazima kila kitu kiwe sawa. Ni lazima na mimi nianze kuwafuatilia wao. Na sikutaka hata kuwashirikisha walinzi wengi. Hili lilikuwa ni mimi na Mlinzi Amani pekee. Kama walitaka kuniua kwa manufaa yao wenyewe, basi na mimi nitawaua kwa manufaa yangu mwenyewe. Siku hiyo tuliamua kujiandaa kwa kila sekta. Kitu cha kwanza ilikuwa ni kuunda kila mitego. Kila mmoja alikuwa ameshangaa kwa kuwa mimi ndiye rais wao, hakuna aliyepinga. Walifuata kile ninachokisema. Nikaita mafundi waje watengeneze bomba kubwa liwekwe kutokea bafuni mpaka baharini. Ila ile itakiwa kuwa kubwa. Alisema fundi mmoja alikuwa anashughulika na ujenzi katika Ikulu. Mwenzake akamwambia, mzee amesema kwamba anataka liwe kubwa. Hii issue noma kweli. Ila sawa, liwekeni haraka ipasavyo. Alisema fundi huyo na kazi kaanza. Nilitaka niwe na uhuru wa kutoka katika jengo hilo ili niende nikafanye ninachokitaka kukifanya. Nilitambua kwamba watu wao wapo na mtandao mpaka hivyo ni lazima tu nipambane nao. Ila kama itawezekanika basi niwamalize wao, waniache nipambane na wananchi wangu. Mafundi walipomaliza nikapewa taarifa kilichobaki bomba hilo kufanya kazi. Nikamwambia Mlinzi Amani, nimetengeneza bomba kwa ajili ya kazi moja tu. Kazi gani mkuu? Nahitajika kuwafuatilia watu wao kwa ukaribu zaidi. Ninataka nipambane nao mpaka nihakikishe nipo salama. Kama walitaka kuniua,
na wakashindwa, ni lazima nahakikisha kwamba nawaua mimi. Nilisema maneno yao kwa uchungu ili kuwapambania wananchi wa Bosconi. Nilijiamini kama mwanaume na nilikuwa nimejipanga kwa ajili ya watu wao. Sikuona sababu ya kumwogopa mtu yoyote yule isipokuwa aliyeniumba mimi tu pekee. Baada ya wiki moja kupita, nikapigiwa simu. Nilikuwa natakiwa kukutana na mwakilishi wa Japani kwa lengo la kuwekeana mkataba wa kujenga daraja la kisasa. Nilishangaa sana kwani haikuwa kawaida kupigiwa simu na mtu nisiyemfahamu na kuniambia kuhusu swala hilo. Na ilikuwa ni lazima nikutane naye, na cha ajabu nikapigiwa simu na mtu wa nchi ya Bosconi kunipa habari hizo za ujio wa mgeni kutoka Japani. Mkataba wa serikali na Japani? Ndio. Okay, sawa. Baada ya kuongea na simu, nikampigia waziri mkuu akiitwa Raka ili afike Ikulu kwa siku inayofuata, ambapo kuna waziri mkuu kutoka Japani atafika hapo kusaini mkataba huo. Waziri mkuu bwana Raka alikubaliana na mimi. Nikaanza kujisemea, swala la huyu Mjapani linanishangaza mno. Ila sawa, kuna shida, nitakutana naye kesho. Nilijisemea hayo huku moyo wangu ukiwa na hofu kubwa sana, ila kama mwanaume natakiwa kupambana. Asubuhi na mapema nilikuwa nimepigiwa tena simu kuambiwa mara majira ya saa 4 atakuwa ameshafika Ikulu kufanya mazungumzo na waziri huyo wa Japani. Siku hiyo niliona kitu tofauti, kwani nilijua mkuu wa mawasiliano angekuwa ameshapanga watu wake na msemaji wa Ikulu kuwaita waandishi wa habari kwa ajili ya jambo hilo. Lakini kitu cha kushangaza, hapakuwa na waandishi wa habari wala kupewa habari yoyote ile kwa ujio wa mgeni kutoka Japani. Ila sikujali sana, kwani ninachotaka ilikuwa ni mkataba wa kweli ambao utawapa watu wangu faida. Ilipofika majira ya saa 7:30, waziri mkuu akafika Ikulu na kuzungumza na mimi, na nikamuuliza, hivi waandishi wa habari wamepewa taarifa kweli? Ndio mkuu, ashapewa taarifa. Kweli? Ndio mkuu. Sasa mbona sioni mwandishi hata mmoja? Hata mimi nashangaa. Ukweli ni kwamba hapakuwa na mwandishi wa habari yoyote yule aliyokuwa amepewa taarifa kwa ujio wa Japani huyo. Huo ulikuwa ni mpango kabambe wa kunimaliza. Waliokuwa wameupanga mpango huo haukuwa wa mabilionea wale watano. Hata waziri mkuu alikuwa amehusika na hilo. Yeye ndiye alikuwa anahakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa muda huo. Upande wa pili, mabilionea hao wakafanya mpango. Hakukuwa na waziri yoyote kutoka nchi ya kuja kwa ajili ya kusaini mkataba. Bado alimuita Mjapani huyo aliyekuwa na uwezo mkubwa wa kupambana na kumwambia aje, huku akiwa amemwandalia dola bilioni 2 kama atafanikisha zoezi hilo kwa ajili yangu. Hilo lilikuwa tatizo kwake, hivyo Mjapani akajitoa mwanga. Kwa upande wa pili, wakatafuta magari wakayaweka namba za ubalozi wa Japani na kuanza safari ya kuja Ikulu, huku magari yale yakiwa yako nyuma na pikipiki 3 zikiwa ziko mbele ili kuonekanika kule ni waziri. Walipofika Ikulu, walifunguliwa geti na kuingia ndani. Mimi nikawa nimesimama kwa heshima kumsubiria na kumpokea. Kila mmoja kaonekanika kuwa na furaha. Mjapani huyo kutoka ndani ya gari nikamtizama kwa umakini. Alikuwa amevalia miwani meusi machoni na suti kali nyeusi na tai shingoni. Alikuwa amependeza kama waziri wa kweli, kumbe wa mchongo tu, ambaye alikuwa na uwezo wa kupambana na watu kama hata watatu. Kisha tukasalimiana, nikamkaribisha ndani ya Ikulu. Mjapani huyo alijitambulisha kwa jina la Kazuya Mishima. Mara kwa mara alikuwa akinitazama kwa umakini. Kwake yeye alijua mimi ni mtu mwepesi kuniua. Tukakaa sebleni kwa ukaribu tu, hakuonekana kuwa msumbufu. Waziri akaonekanika kuwa na hofu, kwa anaonekanika kuwa ni mtu wa kutetemeka. Hakutulia kipindi hicho. Mara ashanyanyuka, mara ashakwenda chooni. Alikuwa na hofu. Mjapani huyo alikuwa na briefcase tangu aingie hajaifungua wala hata kuonesha huo mkataba. Nikamwongelesha Kijapani, nikimaanisha kwamba naomba nionyeshe huo mkataba uliokuja nao. Mjapani huyo akashtuka jinsi nilivyomwongelesha Kijapani. Hakuamini hata kidogo mtu mweusi kama mimi kuongea Kijapani. Bila kukosea, kwake ulikuwa ni muujiza. Alinitazama kwa umakini kisha kaniuliza Kijapani, inawezekanaje umejua Kijapani? Nikamjibu, nilijifunza. Nikamjibu huku nikiwa namtazama Kijapani machoni. Mjapani alishtuka, akajua anayecheza naye sio mtu wa masiara. Waziri mkuu akaonekanika kinishangaa sana, kwani hakuwahi kuwa na rais wa aina hii anayejua lugha zote. Hawajui kwamba kabla hii kazi nilikuwa ni jasusi mtundu. Umeona bana? Ngoja nitawanyoosha. Kwa nilikuwa nimefunzwa lugha nyingi za kigeni kwa kazi maalum za kijasusi kwa kutumwa nchi nyingi. Muda huo Mjapani alikuwa ametoa briefcase yake na kuiweka mezani taratibu, huku nikimfuatilia kisiri bila mwenyewe kutambua. Alichokifanya, alifungua ile briefcase. Niliona haukuwa na makaratasi mengi ndani ya briefcase, kulikuwa na vitu vichache tu. Mjapani wakati akatoa makaratasi ya mkataba, ila nikashtukia ghafla tu mle ndani kulikuwa na bastora kadogo. Wakati napata nafasi ya kuweza kuninyoshia bastora hiyo, nikaiwai na teke bastora hiyo ikaanguka pembeni mwisho. Haikuwa rahisi. Aliona labda mimi ni Jamila. Haikuwa rahisi. Aliona labda mimi ni Jamila. Aisee, mimi ni ninja. Kisha nikamwambia Kijapani, mimi. Kwa hiyo
Umekuja kuniua? Mjapani huyo hakusema kitu, ila alionekanika kukunja ngumi kutaka kutuzichape kiume. Alionekanika kujihami vilivyo kupambana na mimi, kwani bastola ilionekanika kuwa mbali na maeneo hayo. Sidhani kama alikuwa anajua naye kutana naye ni mtu hatari katika mapigano, au alizani kwamba ni mchele. Uji unga. Hiya. Vijiubwabwa. Mjapani alionekanika kusogea taratibu kwa kuninyemelea kama simba mla nyama. Kwa ghafla tu ya kushtukiza, Mjapani akarusha teke la mbele, na mimi kwa macho ya paka nikaliona teke hilo nikalipangua. Teke hilo linapotua mwilini mwangu. Sikuwa mzembe kihivyo, nikalikwepa teke hilo kisha nikamvamia kwa ngumi mbili za mbavu zilizokuwa zimetua kwa kasi ya ajabu katika mwili wa Mjapani huyo. Alikuwa na mwili mwepesi. Ndani ya dakika mbili tu Mjapani nilimwona akiwa yuko hoi tabani chini ya sakafu. Kitendo kile sikutaka hata kumwonea huruma, kwani alitumwa kwa kazi ya kuja kuniua. Acha na mimi nimuue. Wakati nikiwa namfikia karibu yake, alitoa kisu ghafla na kunichanja katika mkono. Nikahisi maumivu na damu ikanitoka kwa kasi. Sikujali, nikamtolea bastola na kumtwanga kichwa na kumuua hapo hapo. Wakati namtizama waziri mkuu mle ndani hakuonekanika, nikashtukia mchezo. Hata yeye ni mmoja wao wa kutaka kuniua. Nikamtafuta kwa kasi, nikaingia mpaka chooni, nikafungua milango fasta huku damu zikawa zinaendelea kunitoka. Ile kufika mlango wa mwisho na kuufungua, nikamkuta na koki bastola. Nikamnyoshia kwa kisha nikamwambia, "You are too late my bro. Umechelewa ndogo." Waziri mkuu alikanika kutumbua macho kisha kaniuliza, "Unamaanisha nini mkuu?" "Leta hiyo bastola, utakwenda kujua mbele." Waziri mkuu akanipa bastola hiyo kisha nikamwambia aongoze msafara. Nilijawa na hasira na kumpeleka mpaka sebuleni, akamkuta yule Mjapani yuko chini kimya. Waziri alionekana kushangaa sana, kwani haikuwa kawaida kwake. Nikamkalisha katika sofa moja kubwa kisha nikamwambia, "Zungumza kila kitu kilicho kimepangwa." Waziri akaanza kusita. "Nizungumze kitu gani mkuu? Mimi sijui chochote kile." "Oh, hujui kinachoendelea sio?" "Ndio." "Sawa, subiri nifanye kitu." "Kitu gani mkuu? Unataka kufanya nini?" Nikachukua bastola kisha nikawa nimemtwanga nayo kwenye bega. Kisha nikamwambia, "Usiponiambia basi familia yako itakusikia kwenye gazeti tu." Waziri mkuu akasema, "Sawa, nasema tulitumwa." "Na nani?" "Mabilionea, najua unawafahamu. Walituma tuje tukuue." Alitamka maneno hayo huku nikimwona akiwa anajililia kama mtoto mdogo. Nikaamua kumchukua na kuondoka naye mpaka store. Nilipomfikisha huko nikampigia simu kijana Amani aje haraka. Bila kuchelewa maana akafika mpaka sehemu tulipo kisha nikamwambia, "Amani, nataka kumuua huyu waziri kama hatusema chochote kile." Amani akauliza, "Kitu gani mkuu?" Mimi nikamwambia Amani, "Nataka urekodi kila kitu atakachokiongea, vinginevyo namuua na mwili nikautupe baharini ukaliwa na samaki." Niliongea maneno hayo huku waziri akiwa ananitazama kwa hofu na kutetemeka. Nikamtazama machoni nikamwona akiwa anamaanisha kitu. "Sawa mheshimiwa, hata mimi nakuunga mkono." Pale akawa amechukua simu yake na kuanza kurekodi. Nilimuuliza maswali huku nikiwa nataka kumsikia kila kitu, kwa namna ya watu hao waliwahusika wa kupanga mipango ya kutaka kuniua mpaka kumtuma yule Japani. Pale waziri mkuu akaeleza kila kitu. Hakutaka kuficha, sababu angeficha anajua kifo chake ni halali kwangu. Alitumia dakika 10 kuzungumza kila kitu kisha nikamwambia, "Tunakuacha uondoke, ila utachukua ule mwili wa Mjapani uondoke nao hapa Ikulu." Waziri alitaka kusita, ila uwezo wa kukataa hana muda huo, kwa alikuwa anahofia kuuawa pia na yeye, ila aliamua kwamba inawezekana. Tukampeleka zetu sebuleni kisha tukatumwambia au bebe ule mwili mpaka nje. Mlinzi Amani akawa amechukua gari la waziri kisha kama ilisogeza kinyume mpaka karibu kabisa na mwili huo. Mimi nikamwambia, "Sasa upakie ndani ya buti la gari." Waziri akafanya vile nilivyomwambia, akaupakia ndani ya buti. "Sasa ingia ndani ya gari uondoke haraka sana ipasavyo." Waziri mkuu ameingia ndani ya gari kisha kama ameuliza swali huko akiwa na hofu. "Nikauzike?" Nikamjibu, "Yote vile, hata ukienda kuupika supu na kula ni sawa pia." Waziri mkuu alikuwa ameona nuksi, aliona nina majibu ya hovyo, akaondoka haraka upesi huku waziri huyo akiwaza na kuwazua akiwa yuko njiani. Ese kitumba kisha ingia mchanga. Mission impossible. Nitakwenda kuambia nini wale jamaa? Na vile ni makatili wale. Alikuwa ni mawazo mengi yakimgonga kichwa. Alijuta kuingizwa katika msara huu ambao mwisho wake ni mbaya wa kutaka kummaliza kiongozi wa nchi. Wakati waziri mkuu huyo yuko barabarani, simu yake ikawa inaita kutazama, alikuwa ni bwana Bernardo. Waziri akaamua kuipokea. "Mr. Vipi?" Safi, tunataka majibu. Mission imebuma." "Eti nini?" "Mission imefeli." "Mjapani yuko wapi?" "Ameuawa." "Shit."
Simu ilikatwa muda huo, mwili wa Mjapani ukapelekwa ufukwe wa bahari katika poli ukazikwa huko. Hiyo ni oda kutoka kwa mzee Sambi kwamba ukatupwe huko bila hata ushahidi wote ule. Wakiwa katika kikao wazee wa kazi, mzee Sambi akasema, huyu kijana mshenzi kweli. Bwana Ahmed Hussein akasema, kwa nini kila mbinu zetu zinafeli kwake? Yule kijana ni jini na sio binadamu wa kawaida. Haiwezekani kila tunachokuwa tunapanga kinafeli. Mzee Salmani akasema kwa hasira. Bwana Berado akasema, itabidi tutafute mbinu mpya kwa haraka iwezekanavyo. Nchi sio ya kwake. Zilipita siku kadhaa, nchi ya Bosconi ikaanza kuyumba, kila mmoja akaanza kulalamika kuhusu maisha jinsi yalivyobadilika ghafla kiuchumi. Hali hiyo ikawafanya viongozi wa Afrika kupanga mkutano mdogo utakaofanyika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Kila mmoja alikuwa anataka jambo hilo lifanyike kwa haraka sana ili kuinusuru Afrika nzima. Huko mabilionea nao wakiwa wanapanga jinsi gani wataitumia hiyo fursa ya kunimaliza. Siku ikapangwa kwa viongozi wa nchi kukutana siku ya Jumatatu mchana. Mbeleni kulikuwa kuna siku kadhaa zimebakia, nilitakiwa nijipange pasavyo. Taarifa ilinifikia, nilionyesha tabasamu ila halikuwa na nguvu katika imani yangu. Watu wananiwinda kama mwanamke bikra. Kipindi hicho sikutaka hata kumwamini mtu zaidi ya mlinzi wangu Amani. Nikamuita na kumwambia yote yaliyotokea. Nahitaji ulinzi mkubwa sana siku ya Jumatatu kuelekea Tanzania. Amani akajibu, hakuna shaka mkuu. Je, unataka tuende watu wangapi? Mimi nikamjibu, watu 30 wanatosha. Amani akasema sawa mkuu, nitazungumza nao na kuwapanga. Mlinzi Amani alikuwa amesema hilo kisha kaondoka maeneo hayo kwenda kuwapanga watu hao wenye nguvu na ujuzi. Wakati huku twapanga mbinu yetu na mabilionea kwa napanga ya kwa mbinu kali kabisa. Najua mimi ni mtu hatari. Walianza kuwasiliana na watu wao ambao wana uwezo wa kupambana kwa nguvu. Mabilionea wakawapa watu wao data zote za msafara wangu. Walitakiwa wafike Tanzania kwa haraka sana bila kupoteza muda. Kwanza walichotakiwa kufanya ilikuwa ni kutafuta mavazi ya polisi na kujivaa uhusika wa polisi wa kila sekta, na kujifunza kuonesha ishara za polisi na wao wawe kama wapokezi wa rais, ili nikifika sehemu ya ukimya basi waweze kufanya mashambulizi. Hii ilikuwa ni vita vikali. Kila mmoja alikuwa anavutia kwake. Lakini sawa. Vijana waliotumwa na mabilionea walianza safari mpaka Tanzania wakiwa wamejihami kwa silaha nzito mikononi pamoja na mabomu ya aina yote. Walijipanga kila sekta, wengine wakiwa na uwanja wa ndege na wengine wakiwa kwa barabarani. Aisee, kwa hili tutafanikiwa bro, alisikia kijana mmoja akisema. Mwingine akawa amesikika huko akiwa ana hofu. Hakika ila yule jamani nuksi ya sio rahisi kama kupepesa macho. Mwingine akasema, namsikia yule jamani mtu mwenye IQ kubwa sana, kwa hiyo tuweni makini. Mwingine akasikia akisema, hakuna mtu nuksi wala mwenye IQ kubwa kwenye mtoto wa bunduki, lazima afe tu. Muda ukaendelea kukatika, huku moyo wangu ukiwa na furaha kwenda kukutana na marais wenzangu. Huku vijana mabilionea wakiwa wamejipanga, huku wakiwa wamejivika mavazi fake ya polisi. Hayakuwa mavazi yenyewe ila ni mfarano tu. Bila kugundua haraka hutoweza kuelewa. Yalikuwa ni maeneo ya barabarani, watu tofauti tofauti wenye biashara. Vijana wale wa mabilionea walikuwa wanajifanya wanapiga debe, huku wengine wakiwa wanajifanya ni wanunuzi wa bidhaa, kumbe ni yao ni moja tu, huku wakiwa wamejificha bunduki zao. Vingora vikaanza kusikika kwa mbali, watu waliokuwa na magari yao wakayasogeza pembeni mwa barabara, huku watu wengine wakiwa pembeni kuona ni kiongozi gani ambaye anapita. Baada ya sekunde chache magari yakaanza kuonekana kwa mbali, huku yakija kwa kasi. Vijana wa bilionea hawakuwa na haraka. Walichotakiwa kufanya ilikuwa ni kupiga gari la mbele kwa kuamini kwamba yale ya nyuma yangesimama. Kwa kuwa magari yanakuja kwa kasi kubwa, jamaa mmoja wa vijana wa mabilionea ambaye anaaminika kwa shabaha akiwa ndani ya gari akafungua kioo kisha akafanya kusimama. Alikuwa na bunduki aina ya sniper ghost ambayo juu ipo na lens ya kuangalia gari la mbele. Gari hilo la mbele lilipokuwa limefika mita 60 bila kuchelewa, akaikoki sniper hiyo kwa haraka kisha akamzoom dereva kisha akabonyeza kitufe. Hatimaye risasi ikaachiwa ikaenda moja kwa moja mpaka kwa dereva, ikapasua kioo cha gari na kumpiga dereva kifuani. Kwa kuwa gari lilikuwa kwenye kasi kubwa sana, ikayumba na kugonga pembeni kisha ikapinduka. Kwa kuwa gari za nyuma zilikuwa zipo kwenye kasi, nazo zikakosa mwelekeo na kugongana. Ilikuwa ni ajali mbaya. Magari 10 yalipata ajali, mengine akawa yamebaki nyuma. Mimi niliona lile tukio linavyokuwa, moyo ulinidunda kwa kasi ya ajabu. Baada ya wale vijana mabilionea kuona hivyo, wakaamua kutoka mafichoni kwa kama wameshika bunduki zao. Kilichoanza kusikika ilikuwa ni risasi, huku watu wakianza kutawanyika kwa hofu na kukimbiza nafsi zao.
Bila kuchelewa wakaanza kuwaua watu walio ndani ya magari yaliyokuwa yamepinduka, huku wakiwa wananitafuta mimi kwa hamu. Walikuwa wanachungulia kila gari, waliwaua waliowakuta bado hapo hai. Pa. Alisikia kijana mmoja akiuliza, "Vipi, amepatikana?" Akajibiwa, "Hapana. Nafikiri yupo katika magari yale mengine kule nyuma." Wale vijana wakawa wanakuja nilipo, huku wakiwa wamejihami kwa kila hatua na kubeba silaha nzito zenye moto. Maeneo hayo ya barabarani yakawa ni sehemu ya vita. Walichokuwa nakitaka ni roho yangu tu na kunifupishia maisha yangu. Walionekanika vijana 10 wakiwa wanakuja kwa kasi. Moyo wangu ulikuwa umejawa na shauku, nikamwambia amani. Lililobidi hubidi. Hapa ni kupambana tu, hakuna namna. Maana hii sasa ni vita na sio amani tena. Kweli mkuu, tunatakiwa tupambane na hawa watu. Mimi kwa haraka nikawa nimeinama na kuitoa bastola yangu aina ya Falcon ndani ya soksi mguuni. Nikafungua mlango wa upande mwingine ambao haukuwa na vijana wale. Bila kuchelewa nikabilingita mithili ya mwanajeshi na mlinzi wangu akafuatia kwa nyuma. Nikajificha kwa usawa wa tairi la gari, huku jicho langu likiwatizama vijana wale wakija kwa fujo na mbwembwe. Muda huo sikutaka kutulia, sikutaka kusikiliza. Nilichokifanya ni kumdungua mmoja risasi ya kichwa kwa Shabani iliyokuwa nayo. Kijana huyo nikamwona amedondoka chini huku damu zikimtoka. Wenzake kuona hivyo akaamua kujificha kwani waliona hatari. Mlinzi wangu Amani akaisoma idara ya wale vijana. Akaamua kulala chini ya gari na kutizama miguu ya wale vijana ambao walishajisahau kujificha kwa usawa matairi ya gari. Wawili walikuwa wameshtukizwa na mlinzi Amani akaamua kuwatwanga risasi za miguuni, kisha wakaanguka chini wakamaliziwa na risasi za vichwa. Hili lilikuwa ni tukio la ajabu kwani wasingeweza kusimama. Kila nilichokuwa nakifanya mlinzi Amani alikuwa anashangaa sana, kwani hakuwahi kuona kiongozi wa aina hii jinsi anavyojituma, kwani aliniona ni mtu mwenye mafunzo ya hali ya juu sana. Walibaki vijana wachache. Ghafla tu wakaingiwa na hofu, nikaona wenzao wakiwa wanaanguka chini ghafla na kufa. Hawakumuona mlengaji yuko upande gani. Hilo liwashtua sana vijana hao. Waliokuwa wakifanya ni kupiga risasi hovyo kwa kirudi nyuma. Mimi sikutaka kubaki pale pale, nikaamua kuwafuata huko kwa umakini wa hali ya juu sana, huku nikitambaa kwa kasi kubwa, kwani sikutaka watu wao warudi salama. Ninachotaka ni kuwamaliza kabisa. Wakati wanazidi kurudi nyuma, mimi nikaamua kujificha kwenye kiukuta karibu na kibanda, kisha nikafanya kama nasimama hivi. Hapo nikachomoa risasi na kuangusha vijana wawili kwa Shabani aliyokuwa nayo, huku mlinzi Amani akiwa ananishangaa tu wakati yeye yupo na bunduki, kwani hakuwahi kabisa kukutana na rais kama mimi. "Wakuu, tuondokeni, hali sio salama," alisikia kijana mmoja katika kundi hilo. Wakaingia katika gari faster. Mimi bila kuwa mzembe nikatoka faster mara nilipo mithili ya risasi. Nikaruka sarakasi 2 za juu, kisha nikatua kwa kupiga goti la kulia, kisha nikafumba jicho la kushoto, huku nikielekeza bastola kwenye lile gari ambalo laandaliwa kuondoka. Nikapiga hatua kidogo nikiachia risasi na kupiga kwenye tairi la gari hilo. Hatimaye likapasuka na gari likapinduka. Sikutaka kubaki hapo, nikalifuata gari hilo kwa tahadhari likiwa limepinduka kiubavu. Kufika nikavunja viona kuwakuta ndani wakiwa hapo hoi. Na namba amewatuma nye vijana. Niliwauliza swali, "Tafadhali usituue." "Sawa, niambie nani amewatuma." "Tafadhali usituue." Nikaona walikuwa wananipotezea muda wangu, nikaamua kuwapiga risasi za vichwa wote. Hapo akafa na damu zikaanza kuwatoka. Kila kitu kilichokuwa kinaendelea kilionekanika kama movie ya mapigano. Watu walikuwa wamejificha hawakuamini, walianza kujisogeza karibu na kutazama matukio, hawajui kama mimi ni nani. Kwani ilikuwa ni mapambano mazito, kisha mapambano ya ghafla. Kwa upande mwingine wa mabilionea, simu zikapigwa kupewa taarifa walikuwa wamekaa kikundi kusubiri habari njema. Wako vijana wameuawa. Alikuwa ni mmoja wao, ila hakutaka kujulikanika kwani atauawa. Kwa nini misheni zinafeli? Alijiuliza swali Bwana Bernardo, akakosa kupewa jibu. Ila nitafanya kitu. Itabidi nimwalike sehemu tuzungumze, kisha nitajua nini nitakachokifanya. Mabilionea wenzake wakamunga mkono kwa wazo lake, labda huenda likafaulu. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili weekend, nikaalikwa na Bwana Bernardo katika mgawa vikombe special vikiwa viko juu ya meza. Hakukuwa na mwingine zaidi ya sisi. Aisee, unafanya kazi nzuri sana. Nashukuru sana mzee. Ila pole sana kwa tukio la juzi lilotokea, habari nilizipata. Kwa kweli ilikuwa ni siku ya vita visivyotarajiwa. Muda wote mtu anatakiwa unajihami. Aliongea Bwana Bernardo akisisitiza niwe na bidii kwa wananchi na maendeleo. Vikombe vilivyopo mezani vilikuwa vimefunikwa ila siingie mdudu yoyote yule, na vilikuwa vinafanana. Ila kwa macho nilikuwa nimemsoma na kumtizama kwa ustadi nilikuwa nimeusomea.
Alikuwa amenitega kwa kila kitu. Nilitaka kumwahi kabla hajaniwahi. Nikamwambia, Bwana Bernardo, nikwambie kitu. Ya niambie. Unamjua yule jamaa kwenye picha? Bwana Bernardo alipogeuka kumtizama mimi, nikanibadilisha kikombe, nikachukua chake yeye, nikambadilisha changu. Ilikuwa ni faster ya kitendo bila kugundua wala hata kusikika. Umemwona, si ndio? Ndio, nimemwona. Na nini? Yule alikuwa ni mtu mwenye ubunifu mkubwa sana wa kutengeneza mashine. Anaitwa Michael Clint Eastwood kutoka United Kingdom. Huku nikinywa kahawa, nikamwambia, "Tunywe kahawa mzee wangu." Bwana Bernardo akapiga pafu la kwanza, akapiga pafu la pili, ya tatu. Nikamwona ghafla macho yamebadilika, sura ikawa imejikunja kwa kuhisi uchungu. Sumu alikuwa ameniwekea ikaanza kumuua mwenyewe. Nikamwambia, Bwana Bernardo, pole kwa hilo, ulitaka kuniua mimi, ila kwa sasa hivi umejiua mwenyewe. Akasikia kana koroma, huku akiwa anashika koo lake na kuongea hawezi. Sumu ya dakika ilimuua mwenyewe. Kisha nikamwambia, mimi naondoka, tutakutana kwenye kifo. Dafa na leki. Nikamwacha Bwana Bernardo akiwa anasumbuka kujitetea na kujikamua akiwa anakakamaa kama mtu mwenye kifafa na kuanguka chini huku kinywana kitoka mapovu. Roho ilimtoka kwa uchungu. Wahudumu walipofika wakagundua Bwana Bernardo amefariki kwa kunywa sumu. Habari zikaenea kila mahali. Mabilionea wenzake walishtuka baada ya kusikia kifo cha Bwana Bernardo kwa kunywa sumu. Hili liwashangaza sana mabilionea kwamba mtu atakunywaje sumu mwenyewe na kujiua. Baada ya miezi kadhaa kupita kwa kifo cha Bwana Bernardo, mabilionea walisahau kifo cha mwenzao. Mabilionea baki nianza kuatrack na tazao nilizihaki pasavyo kwa njia ya simu. Mzee Sambi akiwa katika night club ya usiku wa saa 7 akiwa amelewa chakali pembeni akiwa na binti mdogo wa umri wa miaka 19. Baada ya kutoka night club akaingia naye lodge. Mimi nikawa namtizama tu usiku huo. Nikajisemea tu, hawa ndio wanaoharibu hii nchi, nitawaua mmoja baada ya mwingine. Mzee Sambi baada ya kuingia na binti huyo ndani ya lodge chumba nambari 7, mimi nika nimevaa kinyago cha sura ya bandia na gloves nyeusi katika viganja vya mikono. Niligonga mlango aliopo ndani. Ujue ni gorofa ya kifahari. Walikuwa na ponda raha sio mchezo. Binti yule baada ya kufungua mlango tu nikaingia ndani kwa haraka, kisha nikatoa bastola aina ya silent skill. Mzee Sambi alishtuka ghafla akiwa amevaa taulo tu. Mtulie kama mlivyo, mkicheza na wamaliza. Mzee Sambi akasema, tumefanyaje kwani, au wewe ni babake na huyu binti? Bila kuchelewa nikampiga risasi ya kichwa Mzee Sambi na kufa hapo hapo. Kisha nikamwambia yule binti, vaa nguo zako na uondoke mara moja. Yule binti akaondoka haraka upesi maeneo yale. Yule binti hakutoka nje ila alikwenda kuwapa taarifa wahusika wa loji. Kufika mimi sipo kitambo, nishaondoka na kuacha kinyago cha sura ya bandia na gloves. Kwa sasa hivi wamebaki 3. Taarifa zikasambazwa magazetini. Mkutano wa mabilionea ukafanywa wakiwa wamebaki 3, Bwana Ahmed Hussein, Maleke na Mzee Salmani. Tusipojiangalia wakuu, tutauawa polepole. Huyu kijana ameshatushinda ujanja. Maleke akasema, sasa tunafanyaje kwa hili? Ya tumebaki 3, hatujui nani atakayefuata. Hili lilikuwa ni tishio kwao na kunifanyia vitimbi vingi katika maisha yangu ya uongozi ndani ya serikali. Mkuu, naona unafanya kazi nzuri sana, alisema Amani. Bado watu 3. Sasa tufanyaje? Nitajua cha kufanya. Nitatuma kikosi cha watu kwenda nyumbani kwa Maleke usiku. Kwa upande mwingine, Bwana Maleke akiwa ndani ya gari kuelekea nyumbani kwake, alipofika alichokiona lidua sana. Alishangaa jinsi kulivyoharibiwa nyumbani kwake. Geti lilikuwa lipo wazi, mlinzi hayupo. Nini ambacho kimetokea katika nyumba yangu? Akashuka haraka katika gari lake kwenda kutizama, akakuta kumevurugwa vibaya mno. Akapiga hatua 2-3 akakuta familia imekuwa katika sebuleni. Watu 5 weusi walikuwa wameshika bunduki hatari huku wakiwa wamevalia maski za kininja. Bwana Makena alishtuka kwani alikuwa na watoto 3, mmoja wa kiume na 2 wa kike na mke wake. Jamani, niacheni familia yangu wakuu. Mkubwa ile kundi akaongea, kwanza sogea karibu na utoe hiyo bastola kiunoni mwako tafadhali. Bwana Maleke akatoa kisha kama ameweka chini na kusukuma kwa mguu mpaka karibu na lile kundi. Kwa nini yeye akina nani? Piga magoti, usitaki kujua. Na hii familia yako tutaimaliza kwa sekunde tu. Yalikuwa ni maneno makali katika lile kundi. Kwa kuwa Bwana Maleke alikuwa muovu na ukatili, ila akapiga magoti muda huo. Ghafla mimi nikawa nimetokea muda huo nikiwa nimevaa kama wale wana kikundi. Bwana Maleke, leo zamu yako, sina kutaka wewe tu, la sio familia yako. Jamani, mwacheni mume wangu, nampenda sana. Ikasikika sauti ya mama watoto. Una hakika unampenda mume wako kweli? Ndio nampenda, alijibu kwa kana bubujiko na machozi. Unaijua tabia ya mumeo? Ndio naijua, alijibu.
Mimi nikamwambia, hujui tabia mumeo, tazama hii video yake. Nikamwonyesha video moja akiwa anafanya mapenzi na wanawake na video nyingine akifanya ukatili wa mauaji ya watoto. Umeona Nikamwambia, jamani mume wangu, kumbe unafanya yote Mimi nikasema, ongea bwana Mareke. Nikampa bastola mke wake kisha nikamwambia, mpige risasi mumeo, sio mtu mzuri. Na ole wako utugeukia au kutokumua. Nitawaua wote huko ndani. Mke wa bwana Mareke akasimama huku akiwa ameshika bastola ila akiwa anatemeka. Nikamfunga kitambaa cheusi machoni ili asimtizame. Bwana Mareke akasema, mke wangu usifanye hivyo, nakupenda. Mimi nikasema, unapoteza muda mwanamke, kill him. Nikaona analembua, mimi nikamtwanga risasi ya kichwa na kuanguka chini. Mke wake baada ya kusikia mlio wa risasi akavua kile kitambaa kisha akatugeukia ili anataka kutushuti, kumbe bastola haina kitu. Unataka kuniua? Kile alichokifanya mume wako ulizani kwamba ni sahihi cha ujinga wewe mwanamke leo. Unataka kuniua? Kile alichokifanya mumeo ulizani kwamba ni sahihi? Acha ujinga wewe mwanamke. Acha ujinga wewe mwanamke. Lea familia yako. Tunakutakia siku njema. Baada ya dakika 20 habari zikaenea kila mahali bwana Mareke ameuawa na watu wasiojulikana. Walibaki wawili tu, bwana Ahmed Hussein na mzee Salmani. Habari ziliwapata lilikuwa ni pigo kwao. Zilipita siku kadhaa, mzee Salmani alipanga kutoroka nchi na kwenda kuishi Marekani. Ili nilijua na kupewa taarifa kwa majasusi wangu waliobobea kwa kazi hiyo. Alijiandaa na safari ili kuwahi ndege ya saa 12 jioni. Nikajua muda wake vyema na gari aliyoipanda. Muda ulifika akapanda gari lake kisha akamwambia dereva, wahi mara moja airport. Hakujua kwamba ni mimi, kwani nilikuwa nimevalia sura ya dereva wake. Sikuongea kitu, nikawasha gari na kuondoka. Kila akiniongelesha siongei kitu. Nikaamua kuendesha gari kwa kasi kubwa mno na alishangaa. Wewe dereva, leo umepatwa na nini? Ndio uendeshaji gani huo? Amesi kumsikiliza maneno yake. Nikampitisha kwenye mabonde na milima. Nikafika sehemu nikajirusha nje, nikaliacha gari peke yake. Ikasikika tu akipiga kelele, ila hakuna namna. Gari likaenda mpaka chini ya mawe na hatimaye kulipuka gari hilo na alifariki hapo hapo. Nikavua kinyago na gari likaja kunichukua. Alibaki bwana Ahmed Hussein. Baada ya kusikia habari za rafiki yake kwamba amefariki dunia, alijiandaa kuondoka zake ili kuhamia nchini Ufaransa. Ila alishachelewa, polisi walikuwa wameshafika nyumbani kwake. Baada ya kugonga geti alitoka mlinzi kutizama. Akakutana na kundi la polisi getini. Jeshi la polisi, tunaomba kuingia ndani kumtafuta mhalifu. Mlinzi akawa ameshangaa tu. Huku polisi wakiingia ndani wakagonga mlango, wakati wa bwana Ahmed Hussein alikuwa ameshaona kwenye CCTV. Jeshi la polisi, upo chini ya ulinzi na tunaomba ufuate utaratibu wetu. Bwana Ahmed Hussein hakuwa na jinsi, aliamua kuchukuliwa na kwenda gerezani kwa kuhukumiwa kifungo cha maisha. Kwa walikuwa ni watu wa kuua kimya kimya na kujipatia kipato cha dhuluma ya mali za watu. Baada ya miezi kadhaa kupita, maisha ya nchi ya Bosconi yalikuwa mepesi. Yalikuwa yamegeuka. Uongozi ulikamilika, wananchi wakafurahia uwepo wangu pamoja na nchi yao. Maisha yakawa mepesi na kujenga kila viwanda mbalimbali na vijana kupata ajira na kujikimu kimahitaji. Tunampenda kiongozi wetu shujaa. Ametutoa mbali sana mpaka sasa tumeinua jamii yetu. Alisikika mama mmoja akiwa anahojiwa katika kipindi cha mchana ndani ya media. Kwa kweli ni furaha mno, si vijana kupata ajira na kulisha familia zetu. Kazi zipo nyingi, pesa inapatikanika ukijituma. Chakula pia kipo, hutosikia mtu analia njaa. Tunafurahi kuwa na kiongozi bora. Ni kijana mmoja katika mahojiano akiwa anazungumza. Msichana mmoja akazungumza, tunampenda rais wetu, shujaa, mchapakazi, hana masiara. Wale waliokuwa na msumbu wamepotea. Angelikuwa ni mume wangu ningefurahi. Mimi nikiwa ofisini kwangu nilikuwa natazama mahojiano hayo ya wananchi, nikabaki kutoa tabasamu tu. Msikilizaji, hadithi yetu imeishia hapa. Nakutakia siku njema mpendwa msikilizaji. Asante kwa kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Na mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine tamu yenye kuburudisha na kuelimisha kutoka hapa Simulizi Max. Nyuma Mike ulikuwa nami director Weni, lakini kwenye karamu ni yeye Mojay, muite Mohamed J, kutokea pale pande za nchi ya Kenya. Na hapa ni Tanzania. Na hii ni Simulizi Max. Tukutane katika simulizi nyingine mpya, fupi na ndefu. Asante.